Uwe tena hapa yani, ni Jumapili ya kwanza ya mwezi wa saba, na ni Jumapili ambayo tunakusanyika na ndugu zetu ambao bado hamjawa ndani ya zizi la mzaliwa wa pili. Tunakutana nanyi kwa ajili ya kuwashirikisha mafundisho ambayo tunayapokea kutoka kwa mzaliwa wa pili, kuwaonyesha kwa kina kwamba ukweli huu ambao mnausikia kila wakati tukiweka katika mitandao mbalimbali ya kijamii, tukishare hapa na pale, unatokea wapi. Wengi mmeshafahamu kwamba tuko na mgeni mkubwa, mgeni wa ajabu ambaye ni mzaliwa wa pili Zulula 100 katika hali hii inayoonekana kwa wakati huu, na ni yeye ambaye kutoka kwake tunarejeshewa uelewa mzuri wa mambo ambayo hatukuwa tunayaelewa. Tunarejeshewa usahihi wa historia zinazotuhusu, historia za mababu zetu, historia ya uumbaji kwa ujumla. Mambo yote ambayo wanadini wanayaendesha, tumeelewa sasa kwamba ni mambo ambayo yamejaa uongo na mkanganyiko wa kutosha. Lakini tunazungumza hivi kwa sababu sisi tumeshajua ukweli uko wapi. Na wewe kaka yangu na dada yangu ambaye umetenga muda wako siku kama ya leo, umejiandaa kwa shauku kubwa, umeweka MB za kwako, umetenga muda wako ili uweze kufuatilia mafundisho haya, kwa sababu tayari umepata kusikia kuhusiana na mzaliwa wa pili Zulula 100 kwamba anahubiri ukweli, na ndio maana uko hapa ili usikie. Huenda kwa mara ya kwanza usikie, uulize maswali, uelewe zaidi kuhusiana na kitu ambacho unakisikia kila wakati. Yote utayapata hapa. Utauliza maswali yako, utapata majibu kabisa kulingana na maswali ulionayo, na huwa tunakuwa na muda wa kuuliza maswali mwishoni mwa mafundisho yetu. Ndio. Na kwa wale ambao bado hamjanifahamu, mimi ni Hamisi Mizigo. Mimi pia ni mwanafunzi wa mzaliwa wa pili ambaye neno limeruhusu kwa siku ya leo basi niwe hapa na nitumike tu kama chombo ili kuweza kuwafikishia ndugu zangu ujumbe ambao mmepata neema ya kusikia kwa siku ya leo. Inawezekana ni mara ya pili kusikia somo la namna hii, lakini tunajua mafundisho ambayo ni ya ukweli, kila unaposikiliza yanakupatia ufahamu mwingine zaidi, yanakusogeza hatua nyingine zaidi ya kiuelewa. Na ndugu zangu, kabla sijasonga sana, natumaini kwamba ninasikika vizuri. Yes, natumaini kwamba nasikika vizuri, na kama kuna changamoto ya usikivu basi ningeomba nipate taarifa kabla hatujasonga vizuri. Unasikika vizuri kaka Hamisi, unasikika vizuri sana sana. Asante sana. Shukrani sana kaka Kilimo. Basi ndugu zangu, siku ya leo tutaenda kupata mafundisho ambayo yanasumbua sana miongoni mwa wanadini. Yanasumbua kweli kweli, yanawaingiza katika mabishano, yanawaingiza katika mizozo, na mafundisho yenyewe ni kuhusiana na je, ubatizo wa maji ni halali? Kwa sababu nyote mnafahamu ndugu zangu, wengi mmetoka katika hizo dini au tumetoka katika hizo dini, mimi ni miongoni mwao. Tunaelewa malumbano yaliyopo kwenye hizo dini kuhusiana na hili suala la ubatizo wa maji. Wengine wanasema kwamba ubatizo wa maji mengi, mtu uende kwenye mto, kama ni kwenye bwawa, wakudumbukize yote mle hivi na utoke. Basi kwa maana hiyo, kwa mujibu wao, tayari wewe unakuwa umemkubali wa kwao huyo atakayeita Yesu, umemwamini Kristo, na sasa wewe uko safi. Kwa hiyo hata ukifariki moja kwa moja wewe unaenda paradiso kwa mujibu wao. Na wengine wanasema ubatizo wa maji mengi hauna lazima tena, hata mtu ukiwekewa tu kidogo juu ya kichwa chako namna hii, basi wewe umeshabatizwa tayari
Kwa hiyo hakuna shida, ukifariki moja kwa moja wewe unaenda kwa paradiso ya peponi kwa Mungu. Wale wanaobatiza ubatizo wa maji machache au sio wafuasi wa Kristo wa kweli hao, au waongo wanafanya ubatizo juu juu. Wengine au wanaofanya ubatizo wa maji mengi wanafanya ubatizo wa kizamani. Kwa hiyo tunaona mabishano yaliyopo, ndugu zangu, tunaona mabishano yaliyopo katika hizo dini kuhusiana na ubatizo wa maji. Wote wanakubali kwamba ubatizo wa maji mpaka sasa hivi tunazungumza ni ubatizo ambao ni sahihi, ni ubatizo ambao kwa mujibu wao unapobatizwa unakuwa uko safi, unakuwa umetakasika, unakuwa ni mtakatifu. Na tena wanasema ukishabatizwa kwa hayo maji, basi wewe unakuwa moja kwa moja umejazwa na Roho Mtakatifu. Kwa hiyo wote wanakubaliana na ubatizo wa maji kwamba bado ni ubatizo ambao uko halali, uko sahihi na wanautenda. Utofauti wao tu ni kwamba wengine wanasema ubatizo wa maji mengi, wengine ubatizo wa maji kidogo, lakini wote wanakubaliana na ubatizo wa maji kwamba bado upo. Sasa wewe ndugu yangu ambaye inawezekana ni kwa mara kwanza unafuatilia huu ukweli na umetoka katika hizo dini au bado ni mfuasi wa dini hizo ambazo zinaamini katika ubatizo wa maji na bado zinahubiri katika ubatizo wa maji, na umesikia kwamba kuna ukweli huu, kuna ndugu yako amekualika kwamba kuna ukweli ambao unatolewa na mzaliwa wa pili, uje usikilize ili ulinganishe, basi chukua utulivu, kaa kwenye kiti chako vizuri. Kama kuna maji ya kunywa sogeza karibu yako hapo, ili usisumbuke kwenda na huku na huku. Usikilize mafundisho haya kwa utulivu kabisa, ili wewe mwenyewe sasa uweze kuweka katika mzani, ulinganishe kwamba huu ukweli unaotolewa na mzaliwa wa pili ambao huyu kaka anaitwa Hamisi amesema na mafundisho ambayo yapo katika hizi dini, ipi njia sahihi ya mimi kufuata? Maana ukweli haubebi mtu kwa nguvu, bali ni unataka mtu ajifunze, aelewe na afuate kile ambacho amekuwa na uelewa nacho vizuri. Kwa hiyo tutaenda kupata somo ambalo lina swali, na katika somo hilo tutapata jibu la swali hilo kwamba je, ubatizo wa maji ni halali? Na wala hatutaenda mbali, hatutatumia vitabu ambavyo labda mzaliwa pili ameturejeshea maandiko ya asili. Hatutaenda mbali huko kote, tutatumia Biblia za kisasa kwa asilimia kubwa, kama sio yote kabisa. Tutatumia Biblia za kisasa, tutasoma maandiko ambayo hata kabla ya kusikia ukweli huu, kabla ya kupokea ukweli huu, tulikuwa tunayasoma. Na bado kuna wahubiri wakubwa wanaojiita walimu wa dini, wanaojiita wakuu wa dini, mitume, manabii, wachungaji, wanayasoma na wanayatumia hayo maandiko kuendelea kubatiza watu, kuzamisha watu kwenye maji, kumwagia maji watu kwenye vichwa, kwamba wanawabatiza, wanawatakasa. Sasa tutaenda kutazama sisi katika ufahamu ambao unaangazwa na neno la kweli, ili tuone hayo wanayoyafanya yako sawa au hayako sawa. Na tutaanza kusoma andiko letu la kwanza. Andiko letu la kwanza tutasoma katika kitabu cha Mathayo. Kama unaandika ili upate muda wa kuchunguza ni vizuri zaidi. Kama una Biblia yako unasoma na mimi, ili wewe unathibitisha kile ambacho tunajifunza. Yes, naona kuna microphone iko oni. Nzuri ndugu zangu, tuwe waangalifu pia kwa ajili ya hilo, ili tuweze kupata utulivu, tusikilize mafundisho yetu. Yes, mic zetu tuzichunge vizuri. Yes. Unaweza ukawa na kalamu yako na karatasi hapo na Biblia yako, unasoma pamoja na mimi ili kuweza kujiridhisha. Kwa sababu hapa sio mambo ya kuambiwa na useme ndio, hapana. Hapa ni mambo na uthibitisho. Unafunzwa na unaonyeshwa kile unachoambiwa, kwamba sio maelezo unapewa, bali ndivyo ilivyoandikwa. Kwa sababu kitabu cha Mithali sura yake ya 19 mstari wa 2 inasema, sio vema nafsi ya mtu ikose maarifa. Kwa sababu nafsi ambayo haina maarifa inaangamia. Ni rahisi kuangamizwa, ni rahisi kupotoshwa na kuingizwa katika kifo. Ndio maana hata Hosea sura yake ya 4 mstari wa 6 katika hizo Biblia
inathibitisha ili kwamba watu wangu wanaangamizwa kwa kukosa maarifa. Kwa hiyo ndugu zetu wengi ambao bado wangali wamebaki katika hizo dini ni wale ambao bado hawajapata maarifa ya kweli na ufahamu sahihi wa mambo, na wanajiingiza katika kuangamia katika kifo cha kiroho kwa kukosa maarifa. Na maarifa yenyewe ni nini? Maarifa ni ukweli. Hawana uelewa wa ukweli, hawana ufahamu sahihi wa mambo yalivyo. Kwa hiyo ndugu yangu, wewe ambaye unasikiliza wakati huu, una neema kubwa ya kusikia hiki unachokisikia sasa. Basi twende moja kwa moja sasa katika mafundisho yetu. Tutaanza Mathayo sura ya 3. Tutaanza kusoma mstari wa kwanza, tutaenda mpaka mstari wa 7. Hilo ni andiko letu la kwanza, ili tuanze kutazama ubatizo wa maji. Je, ni halali? Mathayo sura ya 3, tutaanzia mstari wa kwanza. Unaweza ukasoma aina nyingine yoyote ile ya tafsiri ulionayo, lakini mimi nitatumia Biblia tafsiri ya habari njema. Wewe unaweza ukasoma tafsiri yoyote ile ambayo uko nayo hapo. Mathayo 3 kwanza mstari wa kwanza inaanza kusema, siku ile aliondoka Yohana Mbatizaji akihubiri katika nyika ya Uyahudi na kusema, kulitokea mtu anaitwa Yohana Mbatizaji ambaye alikuwa nyikani, yani katika jangwa huko, anahubiri akisema, mstari wa pili, tubuni, nukta mkato, kwa maana ufalme wa mbinguni umekaribia, nukta. Mstari wa 3, kwa sababu huyu ndiye aliyenenwa kumradhi, narudia mstari wa 3, kwa sababu huyo ndiye aliyenenwa na nabii Isaya akisema, sauti ya mtu aliaye nyikani, mkato, itengenezeni njia ya Bwana, yanyosheni mapito yake. Kuanzia mstari wa kwanza mpaka mstari huu wa 3 tunaona mhusika huyu ambaye wanamuita kwamba ni Yohana Mbatizaji. Alikuwa akipiga kelele, akitangazia watu, akihubiria watu, akiwataka watu waweze kutubu, warekebishe njia zao, wanyoshe mapito yao, wajiandae, wawe safi. Kwa sababu gani? Kwa sababu ufalme umekaribia. Hii ikiwa na maana kwamba alikuwa anawaandaa watu, anawatayarisha watu kwa ajili ya kumpokea yule anayekuja na huo ufalme wa Bwana ambao umekaribia, yeye ambaye ni mtakatifu, ufalme wa Mungu ambao ni mkamilifu kulingana na maandiko haya. Anawaandaa watu wawe safi, wajiandae kwa ajili ya kupokea ufalme huo. Mstari wa 4 anaendelea kusema, naye Yohana mwenyewe alikuwa na vazi lake la singa za ngamia na mshipi wa ngozi kiunoni mwake, nukta mkato, na chakula chake kilikuwa nzige na asali ya mwitu. Mstari wa 5, ndipo walipomwendea Yerusalemu na Uyahudi wote, mkato, na nchi zote za kando kando ya Yordani, nukta mkato. Mstari wa 6, naye akawabatiza katika mto wa Yordani, huku wakiziungama dhambi zao, nukta. Mstari wa 6 unaeleza kwamba alikuwa anaendelea kuwabatiza watu waliokuwa wanaitikia ule wito wa kuja kutubu. Anawabatiza katika maji ya mto Yordan, huku wakiziungama dhambi zao. Na mstari wa 7 unahitimisha kwa kusema hivi, hata alipoona wengi miongoni mwa Mafarisayo na Masadukayo wakiujia ubatizo wake, aliwaambia, enyi wazao wa nyoka, ni nani aliyewaonya ninyi kuikimbia hasira itakayokuja? Hapa Yohana Mbatizaji alikuwa tayari katika jukumu lake la ubatizo kulingana na kile alichokuwa anakihubiri kwa watu, kwamba watu watubu
wabadilishe mwenendo wao, wanyoshe njia zao na mapito yao, yaani wajiandae kiroho, wajisafishe, wajitenge na uovu, kwa sababu wanajiandaa kupokea ufalme wa Mungu kwa mujibu wa Biblia za kisasa, ambao ulikuwa karibu kufika. Na ufalme huo ulikuwa ni nani? Ulikuwa ni Kristo, ambaye ndiye alitarajiwa kuja na huo ufalme. Sote tunaona hapa katika mstari wa 6 kwa msisitizo, Yohana ameeleza wazi kwamba wakati anawabatiza watu alikuwa akiwaongoza watu kuziungama dhambi zao, na alitangaza kwamba ubatizo ambao yeye anaofanya ni ubatizo wa watu kuja kutubu. Tubuni kwa sababu ufalme umekaribia. Natumaini kwamba hata ndani ya Biblia yako ulionayo unasoma na unathibitisha hiki ninachokizungumza kwamba ndivyo ilivyo. Katika mstari wa 11 wa sura hii ya Mathayo 3 wenyewe unasema hivi: kweli mimi nawabatiza kwa maji kwa ajili ya toba, mkato, bali yeye ajaye nyuma yangu ana nguvu kuliko mimi, mkato, wala sistahili hata kuvichukua viatu vyake, mkato. Yeye atawabatiza kwa Roho Mtakatifu na kwa moto. Narudia tena hili andiko, ndugu zangu, kaka yangu, dada yangu, ambaye bado upo katika mkanganyiko kuhusiana na mambo haya ya ubatizo wa maji. Je, ni sahihi ama sio sahihi kwa sasa? Mstari wa 11 wa Mathayo 3, narudia kwa haraka, unasema, Yohana anathibitisha kweli, anasema kweli mimi nawabatiza kwa maji kwa ajili ya toba, mkato. Anasema mimi nawabatiza katika maji, lakini ubatizo wangu huu wa kuwazamisheni nyinyi katika maji, ubatizo huu ni kwa ajili ya toba, kwa ajili ya kuwaongoza nyinyi kutubu, kujitakasa. Na anaendelea anasema, bali yeye ajaye nyuma yangu ana nguvu kuliko mimi. Akasema, lakini yupo anayekuja nyuma yangu, ambaye ndiye yule aliyemhubiri akitangaza kwamba anakuja na ufalme. Huyo anayekuja nyuma yangu mimi, yeye ni mkuu kuliko mimi. Mimi sistahili hata kuvichukua viatu vyake, mkato. Yeye atawabatiza kwa Roho Mtakatifu na kwa moto. Ndugu zangu, hii ni Biblia za kisasa ambazo wachungaji wote wanazo, mitume, manabii wote wanazo, Wakristo wote wanaziamini kwamba ni vitabu vinavyowaongoza katika imani zao. Ndiyo inasomeka hivi ninavyosoma. Yohana Mbatizaji anasema, mimi nawabatiza kwa maji kuwaongoza katika toba, lakini yupo anayekuja nyuma yangu, huyo atakapofika hata wabatiza tena kwa maji, bali yeye atawabatizeni kwa Roho Mtakatifu na kwa moto. Ndugu zangu, ndio maana tulisema kwamba watu wanaangamia kwa kukosa maarifa. Waafrika, nisikilizeni, Waafrika wenzangu, wewe ulioko hapa mbele yangu sasa hivi, na inawezekana wengine mtasikia haya mafundisho katika mitandao ya kijamii. Waafrika sisi tuna uvivu wa kusoma, na huo uvivu wa kusoma na kujifunza sio wa kujitakia. Kwa namna moja naweza nikasema tulipandikiziwa hiyo hali, kwa sababu kuna wakati ambao wa ukoloni, wengi mtajifunza na mtafuatilia, mtajua hili. Sehemu kubwa ya Waafrika walizuiliwa kusoma, walinyimwa nafasi ya kusoma na kujifunza. Hawakuruhusiwa kusoma, kuwa na uelewa wa kile wanachoambiwa. Tangu zamani za kale, hata vitabu vya dini ambavyo leo vimezagaa kila mahali, wakati hizo dini zinapenyezwa na kuingizwa katika jamii za Waafrika,
Kumradhi ndugu zangu, mwingiliano kidogo wa simu, kumradhi. Basi tunaendelea. Vitabu hivi vya dini havikuwa vinasambazwa kwa kila mtu zamani. Vilikuwa vinalenga watu maalum, wakuu, machifu, wale ambao wamechukuliwa wameenda kusomeshwa mambo ya ah, tutaenda na ujumbe utafika ndugu zangu. Yeah. Uvumilivu kidogo, sababu kifaa ninachokitumia kinakuwa na mwingiliano kidogo. Kwa hiyo mniwie radhi ndugu zangu, sababu pia ya mazingira niliyopo, lakini ni lazima ukweli uendelee kusonga mbele. Basi nasonga mbele kwamba vitabu vya dini ambavyo leo vimezagaa kila mahali, zamani havikuwa vinamilikiwa na kila mmoja, hapana, bali walikuwa wanapewa wale wakubwa, watawala, wachungaji, kipindi hicho ni mapadri, wafalme. Kwa hiyo wanapokuja kwenye mikusanyiko ya watu, walikuwa wanakuja wanafunua na wanawasomea watu kwamba imeandikwa hivi katika kitabu fulani. Sasa wewe ambaye hujawahi kusoma hata hicho kitabu, hujui hilo andiko kweli lipo au halipo, utabisha namna gani? Kwa sababu ili ubishe, maana yake kuna ukweli ama kuna namna nyingine ambavyo wewe unafahamu jambo hilo. Kwa hiyo tangu zamani Waafrika tulitengenezwa kuwa watu wa kuitikia tu, ndio, amina, amen, man of God, haleluya. Tulitengenezwa kwa watu wa hivyo tu. Sasa hiyo dhana mpaka leo, pamoja na kwamba vitabu vimejaa, sasa vimeshavikwa kwenye mitandao, vingine vinagawiwa tu mpaka bule, lakini bado kwa sababu ile mbegu walishaipanda ya kuto kupenda kujifunza, ile mbegu ipo bado ndani ya Waafrika, ndani ya watu wa asili, watu wa jamii nyeusi. Wengine wana vitabu, wanazo Biblia kabisa, lakini watafunua tu ile siku mchungaji amesema afunua kitabu fulani, andiko fulani, ndio watafunua. Na tena sio wote, katika 100 utakuta labda 3 5, alafu baada hapo anafunika. Hata kama kuna andiko lingine linaloongea tofauti na kile ambacho huyo mchungaji, huyo nabii anamsomea, hawezi kukubali, hawezi kupinga, kwa sababu haelewi. Yeye anaamini tu kile anachoambiwa ndivyo kilivyo tu basi. Yeye anaamini tu ndivyo kilivyo, jambo ambalo ni hatari sana, kwa sababu unakuwa hauna maarifa, na hivyo unakubali kila kitu, hata kama kinakuongoza katika kuangamia, wewe unakubali moja kwa moja. Kusoma ni kitu kizuri, kujifunza ni kitu kizuri, kwa sababu hata kama unadanganywa, unaona kwamba hapana, nilisoma ama nilijifunza somo fulani, nilisoma andiko fulani, mbona linaongea tofauti na kile ambacho wewe unaniambia. Kwa hiyo tupende kusoma, tupende kujifunza ndugu zangu. Basi katika mstari wa 13 tunasonga na hiyo Mathayo sura ya 3, hapo tunasogea katika mstari wa 13 ambao unasema, hapa ndipo walipoanza kumradhi. Mstari wa 13 na urejelea unasema, wakati huo Yesu akaja kutoka Galilaya mpaka Yordani kwa Yohana ili abatizwe. Tayari kwa wewe ambaye ulizingatia wakati tunasoma mstari wa 11 na wakati tunasoma mstari huu wa 13, tayari umeshaona kuna shida kwa wewe ambaye ulizingatia, kwa sababu mstari wa 11 ulisema kwamba Yohana alithibitisha kwa msisitizo kwamba mimi nawabatiza ubatizo wa maji, kuonyesha kwamba mmetubu, kuwaongoza tu katika toba, lakini kuna anayekuja nyuma yangu ambaye ni mkuu kuliko mimi. Yeye atakapofika hatabatiza tena ubatizo wa maji, bali atabatiza ubatizo wa Roho Mtakatifu na kwa moto. Sasa huyo mkuu kuliko Yohana, katika mstari wa 13 wa Mathayo 3 tunaona tayari ameshafika.
naye ameshafika, amekuja moja kwa moja mpaka pale ambapo Yohana yuko anaendelea na shughuli ya kubatiza watu, kuandaa watu kwa ajili ya kumpokea yule aliye mkuu kuliko yeye. Na tunaona katika mstari wa 13 kwamba yule mkuu kuliko yeye Yohana sasa anafika pale. Ndio Yohana anasema, wakati huo Yesu kutoka Galilaya mpaka Yordani kwa Yohana ili aje kubatizwa. Sasa tuna swali tujiulize hapa ndugu zangu, kwa sababu somo letu linataka tupate jibu. Linatuuliza kwamba ubatizo wa maji ni sahihi ama sio sahihi. Yohana yeye ameshathibitisha kwamba ubatizo anaofanya yeye ni kuongoza watu katika toba, lakini yule ambaye anamsubiri akifika hakuna tena ubatizo wa maji. Lakini amefika, tunaona na yeye anachukua hatua, anaenda kwa Yohana Mbatizaji, yule ambaye ni mtakatifu, amekuja na ufalme wa Mungu ambao Yohana alikuwa akiuhubiri. Naye anafika mbatizaji ili Yohana Mbatizaji ambatize. Tena ubatizo wa maji ambao ni wa toba. Swali ambalo unaweza kujiuliza ndugu yangu, huyu sasa ambaye watu walikuwa wanamsubiri wakitarajia kwamba yeye ndiyo mtakatifu anakuja na ufalme wa Mungu, anafika naye anaenda kubatizwa ubatizo ambao watu wa kawaida walio na dhambi wanabatizwa ili kutubu. Yeye alikuwa na dhambi gani? Manake moja kwa moja tuelewe kwamba kumbe huyu ambaye Wakristo wana dini wamemkubali na wanamwamini kwamba ni mkombozi wao, kumbe naye aliishi maisha ya dhambi. Kumbe naye alikuwa na dhambi, ndio maana alienda kwa Yohana Mbatizaji ili ambatize, amsafishe. Utaelewa kwamba hapa ndipo alipoanza kuingiza sasa upotoshwaji, ndipo alipoanza kuingiza udanganyifu katika maandiko. Ndugu zangu, tuelewe vizuri. Wengine tunaposema kwamba kuna upotoshaji ndani ya maandiko ambayo wao walifunzwa kwamba ni matakatifu, au yale ambayo tulifundishwa kwamba ni matakatifu, tunaposema hivyo wengine mioyo yao inauma. Wengine wanajihisi vibaya kwa sababu wanasema hawa ni wapinga Kristo. Unaona, wanasema ndani ya Biblia, ndani ya Biblia takatifu eti kuna upotoshaji, eti kuna uongo ndani, eti kuna mkanganyiko ndani. Hawa ni wapinga Kristo. Kuna wengi wanaumia na tuliumia pia. Lakini sikia ili uthibitishe wewe mwenyewe kwamba huu uongo ni kweli upo. Hapa ndipo walianza kuleta udanganyifu sasa kwa watu, kuanza kutengeneza watu wakubali huo ubatizo wa maji na waishi kuuamini mpaka wakati ambao wao wanaujua, yani ambao ni kifo chako. Yani wewe uishi kuamini kwamba ubatizo wa maji ni sahihi, ubatizo wa maji ni halali. Kwa hiyo njia ya mimi kuwa safi, njia ya mimi kuwa mkamilifu, kuwa mtakatifu ni kwenda kuzamishwa katika maji ama kwenda kumwagiwa maji kwenye kichwa changu, alafu nakuwa niko safi. Nikifanywa hivyo tu basi, haijalishi maisha yangu nayoishi, haijalishi mwenendo wangu na matendo yangu, lakini kitendo cha mimi kwenda kubatizwa ama kumwagiwa maji kwenye kichwa changu, mimi niko msafi, mimi nimeshabatizwa. Ndio maana tunawaona watu wengi mitaani, kwenye jamii zetu, wengi ni mashuhuda, tunawafahamu. Anakuambia mimi ni Mkristo safi, mpaka cheti cha ubatizo hiki hapa ninacho. Kwa hiyo mimi nilipobatizwa nikapokewa na Roho Mtakatifu. Kwa hiyo mimi ni Mkristo safi. Kwa sababu gani? Kwa sababu alibatizwa kwenye maji na akapewa na cheti cheti cha kumuonyesha kwamba wewe sasa ni mtakatifu. Hivyo tu. Kwa nini? Kwa sababu ubatizo ndio njia ya kupokea Roho Mtakatifu, ndio njia ya wewe kumkubali Yesu. Kwa sababu Yesu mwenyewe alibatizwa, na sisi kama wafuasi wake tunamuiga yeye kama mfano wetu. Si ndivyo wanavyosema ndugu zangu? Si ndivyo wanavyozungumza hivi? Nyinyi ni mashuhuda kwamba wanabatizwa kwa sababu Yesu ambaye ni kiongozi wao, ambaye ni mkombozi wao, alibatizwa. Kwa hiyo wao wanafuata nyayo zao. Lakini huu ni uongo. Tunakuthibitishia kwamba huu ni uongo. Kwa namna gani? Kwanza, kulingana na Biblia, yeye ni mwana wa Mungu, ametoka juu, hajaishi kabla na watu hapa duniani katika maisha ya dhambi tunayoishi sisi leo.
ameshuka na ufalme, yeye ni mkamilifu. Watu wa kawaida walitakiwa kujitakasa ili kumpokea. Sasa kama na yeye anafika na anaenda kubatizwa, maana yake yeye pia alikuwa ni mtenda dhambi. Sasa watuambie ni dhambi ipi hata moja tu mfano wake ambao huyo wanayemfuata kama ni kiongozi wa imani zao, ambaye wanasema ni Yesu, walileta Afrika, wamebandika picha zake kila sehemu kwamba tumkubali kwamba yeye ni mkombozi. Okay, alibatizwa akiwa na kosa gani? Tuliache hilo basi. Tuliache hilo, maana hawana jibu la kutupatia. Hata ukimuuliza mchungaji wako, hana jibu la kukupatia. Jibu atakalokupa ni kwamba yeye alifanya vile ili kutupatia sisi njia, sisi wafuasi wake wa Kristo, kutupatia njia ili tuige mfano wake. Huo pia ni uongo. Yaani wakikujibu hivyo, bado wanakudanganya, wanakuzubaisha. Ukubaliane tu, uishi tu katika hiyo dhana, upumbazike na ubakie tu hapo, uzeeke ufe ukiwa katika huo uongo tu. Kwa nini nasema hivi? Kwa sababu yeye sio wa kwanza kubatizwa. Yule ambaye anafanya jambo kwa kuwaongoza wengine, anafanya jambo ili wengine wamuige, wengine wamfate, ni yule mtu wa kwanza. Kama ingelikuwa angemwambia Yohana Mbatizaji kwamba usimbatize mtu yoyote mpaka mimi nifike, mimi nifanye hicho kitendo, watu wengine waone, ili waniige mimi, tungesema kwamba basi yeye ni mfano, kwa sababu ndiye aliyekuwa wa kwanza kubatizwa, alafu sisi wengine tunamfuata. Basi tungesema tuko sawa. Lakini alimkuta Yohana anabatiza watu, amebatiza watu kwa idadi ambayo hawajatuambia. Wengi wametoka maeneo mbalimbali, wameshabatizwa, na yeye ndo anakuja anabatizwa. Sio alikuwa ni wa 5,000, sio alikuwa ni wa 10,000 kubatizwa, na yeye akabatizwa. Alafu leo wachungaji, mitume, manabii wanakuja kuambia watu kwamba okay, tunabatiza watu kwa sababu tunamfuata Kristo, yeye ndiye mfano wetu. Nyote mnaona tayari kwamba tayari huo ni uongo. Kwa hiyo walikuja kumuingiza kwamba na Kristo naye alibatizwa, ili kuwafanya watu wakubaliane na hiyo dhana. Wakubaliane na hiyo dhana, waendelee kuishi katika hiyo dhana ambayo ni potofu, mpaka wanaondoka katika hali inayoonekana na wanakuwa wamekufa katika ujinga, wamekufa kiroho. Jambo ambalo ndugu zangu ambao mko hapa sasa mnasikia mafundisho haya, mnasoma na mimi haya maandiko, mnajionea wenyewe kwamba kumbe wanatuibia, wanatudanganya, kumbe wanatupumbaza ili tuendelee kubakia katika ujinga, tufe kiroho. Kumbe wajanja hawa. Nyote mnaona. Nyote mnaona ndugu zangu. Sisomi kitabu ambacho nimekiandika mimi. Tukienda katika maandiko ambayo mzaliwa wa pili ametuletea, yanaeleza mambo haya kwa usahihi. Lakini kwa sababu somo letu la leo lipo katika mawimbi ya chini tena ya msingi yale, kwa ajili ya ndugu zetu ambao bado hamjapenya hili, ili mpenye na muwe na ufahamu mzuri katika hili, mtoke katika hili, na hata muwe na namna ya kujitenga na hao wanaowalazimisha, wanaowasema vibaya kwamba mmeacha ubatizo wa maji, mnaenda kukaa kwenye mambo ambayo hayaeleweki, mnaenda kufuatilia mafundisho hayaeleweki. Akikuletea hizi story, ubatizo wa maji na vitu gani, tayari wewe unapokuwa umesikiliza haya maandiko, umepenya, umeelewa, ufahamu wako umeangazwa, unamuonyesha kwamba mimi sifuati huo ubatizo, siishi katika mifumo hiyo kwa sababu ni uongo, kwa sababu hii na hii. Hiyo ndio sababu mimi nimeamua kufuata mafundisho ya kweli. Sitaki kuendelea kuzubana, kupoteza muda wangu katika mafundisho ya kidini ya udanganyifu hayo. Haya ni maarifa ya kweli ambayo unapoyapata yanaleta uhai ndani yako, kwa sababu hata unapoona udanganyifu mbele, unapoona uongo mbele, unaona kwamba huu ni uongo na unajiepusha na uongo. Unabaki imara katika njia ambayo ukweli unakuonyesha kwamba hii ni ya kweli. Sasa hauna maarifa haya, unabakia tu mtu wa ndio. Nenda kabatizwa kwenye maji machache. Amina, man of God. Hapana, unajua ulibatizwa maji machache. Wewe hukufanya kitu chochote. Yaani unatakiwa uende kwa nabii wangu, kwa mchungaji wangu, akakubatize kwenye maji mengi. Sawa. Unaenda unadumbukizwa kwenye maji, unatolewa. Sasa uko na Roho Mtakatifu. Unakutana na mwingine tena anakuambia ulibatizwa kwenye maji mengi huo ubatizo wa Yohana Mbatizaji huo shapitwa huo. Sasa hivi ni ishara tu ya maji kidogo. Yaani mnabakia tu hivyo tu katika malumbano tu basi. Muda unaenda, muda unaisha hivyo tu. Lakini maarifa ya kweli ambayo ni kinga ya kwako wewe, ni ulinzi kwako,
Ndugu zangu, ni haya ambayo unayapokea wakati huu, ni haya ambayo unayasikia wakati huu. Unapokuwa katika mafundisho haya na unayasikia, unasoma na kuyathibitisha na kuyaishi kweli, nani anakuja kukudanganya ndugu yangu? Nani anakuja kukutoa katika ukweli na kukurudisha tena katika hizo takataka za dini? Tunaita takataka kwa sababu takataka ni kitu ambacho hakina maana tena. Baada ya watu kutumia chakula, waga kinabaki kitu kinaitwa takataka. Kitu ambacho hakifai tena kwa matumizi, hakina maana, hakina msaada, takataka. Ndio maana dini zote ni takataka. Yaani ni vitu visivyofaa kabisa katika maisha ya watu, katika jamii za watu. Takataka ni kitu ambacho ukitumia kinakudhuru. Unaweza ukaugua, ukafariki kwa sababu umekula uchafu, umekula takataka. Mafundisho ya kidini ni takataka. Dini zenyewe ni takataka ambazo Waafrika wanaopokea mafundisho haya kweli wanatakia kuzifagia kama takataka, kuzichoma moto, kuzitupa mbali. Hazifai katika maisha, hazifai katika jamii yetu. Nyote mnaona ni maandiko ambayo waliandika wao. Sasa sisi tunayasoma ili kuonyesha kwamba yamejaa uongo, yamejaa mkanganyiko, na hata kile wanachokifanya hakiko sahihi kulingana na maandiko. Yohana Mbatizaji amesema wazi, ubatizo aliokuwa anaufanya ni wa kuongoza watu katika toba, kuandaa watu kumpokea Kristo. Sasa Kristo atakapokuja hatabatiza tena kwa maji, bali yeye atabatiza kwa Roho Mtakatifu na kwa moto. Swali la kujiuliza, je, Kristo bado hajafika mpaka sasa? Kwa sababu kama bado wanabatiza watu kwa maji, manake bado wanawaandaa watu kumpokea Kristo. Manake bado Kristo hajaja, bado watu wanawaongoza watu katika kutubu, katika kujitakasa ili kumpokea Kristo. Ni Kristo yupi ambaye wao wanamsubiri mpaka sasa? Ni mkombozi yupi ambaye wao mpaka leo wanamsubiria? Kwa sababu Yohana alishajiondokea. Na kama Yohana aliondoka, alimaliza kazi yake, akampisha yule ambaye yeye alikuwa anaandaa njia kwa ajili yake, hajaja bado. Wana Kristo mwingine, basi watuambie kwamba huyu Yesu wanamuita Yesu ni Kristo wa bandia. Yaani waje akili hilo kwamba huyu ni wa bandia, huyu ni wa uongo, achaneni na yeye, msimfuate. Bado sisi tunasimamia misingi ya Yohana Mbatizaji kwamba tubaki kubatiza watu kwa maji, kuandaa watu kwa sababu Kristo anakuja. Atakapokuja ndio tutaacha ubatizo huu wa maji. Waseme hivyo, waje wathibitishe hivyo. Kama sivyo, kwa nini wanaenda kubatiza watu kwa maji? Ndugu zangu, watu wamelogwa na nini? Wao wamelogwa na nini? Kuna wakati hata mimi ndugu zangu nilikuwa ndani ya hizo dini. Nijiongelee kidogo, nilikuwa ndani ya hizo dini. Nimefundisha haya mafundisho mimi. Nimehubiria watu na nimewahimiza watu ubatizwe, lazima ubatizwe. Tena mimi nilisimamia kwenye maji mengi. Laani kama bila kuingizwa kwenye maji mengi, yani wewe sio mwenzetu. Nilifundisha watu wakakubaliana na fundisho hilo, nikawachukua ninawakabidhi kwa askofu aliyekuwa ni mkuu wangu wa kiroho, na naenda nao mimi, ndio niko na waenda nao mpaka huko mtoni, wanadumbukia kwenye maji, ni mimi nimewashikilia. Mambo haya ndio yalinifanya mimi, ndugu zangu, niseme kama ushuhuda kidogo. Mambo haya ndio yalinifanya, nilipopata ukweli huu nililia sana. Nilipopata neema ya kupokea huu ukweli nililia sana. Tena niliacha madhabahu ikiwa watu wanaendelea kuimba, wapo wanasifu, wanaabudu, wanalukaluka. Mnajua wote mmetoka kwenye hizo dini, kinachokuwa kinatokea wakati mnamsubiri kiongozi kuja kuanzisha ibada, shamla, nyimbo na nini, wananisubiri mimi, madhabahu iko pale inanisubiri mimi, na sikwenda. Mpaka leo sijuagi hata walifanyaje, sikwenda. Kwa sababu nilijikuta katika uchungu, nilijikuta katika maumivu, nilijikuta katika hasira kwamba nilikuwa nafanya mambo haya yote kupoteza ndugu zangu, kuwadanganya watu, kuwaingiza watu katika kifo cha kiroho, kuwafunga watu fahamu zao wasielewe ukweli. Nililia sana. Lakini nilipoingia ndani ya zizi, nilikutana na mafundisho tena kwamba kumbe hayo ni maisha ambayo yamepita. Nilikuwa nafanya vile hata mimi kwa ujinga. Nilikuwa nahubiri watu nikidhani ukweli, kwa sababu nia yangu mimi ilikuwa ni kuhubiri watu ukweli. Basi sasa nichukue ukweli ambao nimeupokea, niendelee kuhubiria watu na kuwatangazia watu ukweli. Ndio maana niko hapa ndugu zangu.
Ndio maana niko hapa nazungumza na nyinyi ndugu zangu, mafundisho haya ambayo nyinyi wenyewe mnaona kwamba hayana ujanja, yamenyooka hivi. Wako wengi ambao wapo ni wanafunzi wa mzaliwa wa pili ambao walikuwa maaskofu. Wapo wengi. Kuna ndugu yetu anaitwa Sebastian Sabasaba, alikuwa ni askofu wa makanisa kadhaa. Kuna dada yetu anaitwa Veronica Munkunda, ni wa huko Shinyanga, alikuwa ni askofu. Mama askofu nini, akaacha huo utukufu wote, akaacha hizo heshima. Mama askofu, huo utukufu wote ambao watu walikuwa wanampatia, akaona yani nitukuzwe, nikubali kutukuzwa mimi, kuheshimiwa mimi, kutunzwa, kuhudumiwa, alafu nawapatia watu mafundisho ya kuwapotosha, kuangamiza, kuwafumba wasijue ukweli, eti ili wabakie tu kuniheshimu mimi. Namshukuru sana Muumba wa kweli, kwa sababu nia ya dada yetu ilikuwa ni kuhubiria watu ukweli. Alipogundua kwamba ameingia katika msingi wa udanganyifu, akatupa mbali mara moja, akaacha. Waliokubaliana kufuatana naye katika njia ya ukweli walifungamana naye na wako pamoja naye, tuko nao, wanaendelea kufuatia mafundisho. Wale ambao ni wana wa upotevu walirudi katika matapishi, walirudi katika uongo. Japokuwa tunaelewa kwamba kila mmoja ana muda wake wa kupokea neema hii ya kujua ukweli. Sio jambo rahisi. Mtu ambaye amezaliwa, amelelewa katika misingi ya Kikristo, ameishi tangu mdogo kufunzwa kwamba Yesu ndio Mwokozi tu, uwe makini. Kutatokea manabii wa uongo watakuja kupinga hii, uwe makini. Na kuna maandiko mengine waliweka ndani ya hivyo vitabu, watu wanaposoma wanafikiri labda walikuwa wanamuongelea huyo Yesu. Sababu tunajua Biblia ni maandiko ya watu weusi ambao yalibadilishwa, yaliharibiwa. Kwa hiyo watu wanaposoma nafikiri Kristo wa uongo ambaye watu walitahadharishwa labda ni mwingine. Kristo wa kweli ndiye ambaye alikuwa akizungumza wakati huo. Kristo wa kweli ambaye ni mweusi alikuwa akizungumza kutahadharisha watu kwamba nitakapoondoka mimi watakuja makristo wengi wa uongo, watawadanganya na kuwapotosha wengi. Mpaka jina la huyu Kristo wa uongo ambaye yuko sasa hivi, ndugu zangu, sehemu kubwa ya dunia, sehemu kubwa ya watu weusi wanaishi kumwamini. Wameweka picha zao kwenye shingo, kwenye majumba yao, kwenye vyumba vyao vya kulala, kwenye biashara zao, kwenye magari, wameweka picha kwamba huyo ndio kiongozi wao wa kiroho, ndio Kristo mkombozi wao. Picha ni taswira ya ile walioitazama kwenye filamu, kwenye movie ya Yesu. Ndio hiyo taswira imeingia kwenye fahamu za watu. Lakini kuna vitu vingine ndugu zangu, hata wewe unajiuliza, na ulikuwaga unaamini pia. Kabla hujapata hiyo neema ya kutoka, ulikuwaga unaamini kwamba yule ndio mkombozi wako. Na wakati unatazama ile filamu, anapigwa viboko, anateseka, unalia, unatoa machozi, mkombozi wangu anapigwa, wanamuua. Ufahamu kwamba ile ni movie, ile ni filamu, wale ni waigizaji, hata ukuwepo. Hiyo ndio picha ambayo wakachukua, wakaweka kwenye fahamu zetu, wakaleta barani Afrika, imeenea kila mahali kwamba huyu ndiye Kristo, ndiye mkombozi wetu. Ni Kristo wa kweli aliyekuwa akitahadharisha watu kwamba kutatokea makristo wa uongo. Ndio maana makristo manake ni wengi. Wengine wanamuita mkombozi wao ni jina lingine, wengine Krishna, wengine sijui Ozilisi, wengine Jesus, wengine Amashia Yehoshua, wengine Yesu. Au ni makristo ambao ni wa uongo. Lakini Kristo wa kweli alikuwa ni mtu mweusi, na jina lake hata sio Yesu, sio nini, ni Joki Sabe. Alikuwa ni mtu wa jamii nyeusi. Kwa hiyo ndugu zangu, tunaona tayari dhana ya ubatizo wa maji inapotea mara moja. Yaani uhalali wake umepotea tayari. Kwa maandiko ambayo tumesoma, kwa uthibitisho ambao huu tumeuona, dhana ya ubatizo wa maji tunaona haipo. Kama watu wanaendelea kuishi, manake ni kwa ujinga, ni kwa kukosa maarifa ya kweli. Ni kwa sababu wapo katika uongo. Kwa sababu kila kitu kimeelezwa wazi kabisa. Sasa tunaingia ndani zaidi tena. Tuthibitishe tena zaidi. Tutoe kabisa uongo wao nje, ili fahamu za watu ziwe huru, wale ambao wamechagua kuishi kulingana na ukweli. Tusogee tena katika mstari
wa 14 ambao unasema Mathayo ile hiyo mstari wa 13. Mathayo tulisoma mstari wa 13, sasa tusogee tusome mstari wa 14 ambao unasema, lakini Yohana alitaka kumzuia akisema, mimi nahitaji kubatizwa nawe waje kwangu? Hii hata Yohana ilimsumbua. Hata Yohana mwenyewe ilimsumbua, na hata wewe ingekusumbua ndugu yangu. Kwa sababu Yohana mwenyewe ametoka kuhubiria watu kwamba jamani, huyu anayekuja ni mkuu kuliko mimi. Ni mkuu kuliko mimi. Yeye ni mkamilifu. Sasa amefika, ananyoka kwa Yohana anasema nibatize na mimi. Yohana akasema, ndaanza namna gani? Yohana alitaka kukataa. Alisema hapana. Mimi natarajia nibatizo na wewe kwa sababu wewe ndio mkamilifu, wewe ndio umebeba ufalme wa Mungu. Wewe ndio mtakatifu, wewe ndio ufalme wenyewe. Sasa mimi Yohana mbatizaji nije niubatize ufalme wa Mungu? Maana yake ni kubatiza wewe. Tayari tumeharibu taarifa zako, ujio wako hauna maana tena, kwamba na wewe ni sawasawa na sisi ambao tumezaliwa katika hali ya dhambi, ni watenda dhambi. Yohana alitaka kukataa, akasema lakini baadaye mtasoma hapa, utaona kwamba aliambiwa kwamba hapana, hii ufanye tu hivi kwa sababu ya watu hawa. Ufanye tu kwa sababu ya hawa wanaotutazama hapa, kwa sababu mimi ni mkuu kwako kiroho, lakini kimwili hapa duniani ni wewe umetangulia kuzaliwa. Kwa hiyo fanya kwa ajili ya hawa wanaotutazama. Lakini Yohana mwenyewe ilimsumbua hiyo kwamba wewe, mimi nikubatize namna gani? Kama ambavyo hata sisi tumeona ili andiko kwamba namna gani yule ambaye sisi tulitarajia kwamba anakuja na ufalme wa Mungu, tena anafika naye anabatizwa ubatizo wa toba, naye anatubu namna gani? Mnaona ndugu zangu kwamba ubatizo wa maji kwa wakati huu hauna maana. Kwanza haupo. Tunathibitisha tena. Na sasa tunaingia katika kitabu cha Yohana. Wewe ambaye uko na Biblia, fungua na mimi kitabu cha Yohana. Tutaanzia sura yake ya kwanza. Fungua na mimi kitabu cha Yohana 1. Tusome kuanzia mstari wa 26. Yohana 1 kuanzia mstari wa 26 anasema hivi: Yohana akawajibu akisema, mimi nawabatiza kwa maji. Katikati yenu amesimama yeye msiyemjua ninyi. Mstari wa 27, ndiye yule ajaye nyuma yangu, ambaye mimi sistahili kuilegeza gidamu ya kiatu chake. Hii ni andiko ambalo Yohana anathibitisha tena kwamba mimi nawabatiza tu kwa maji, lakini ajaye nyuma yangu yeye ambaye ni mkuu kuliko mimi, atakapofika hatabatiza tena kwa maji. Lakini hapa tayari tunaona tayari mkanganyiko tena wa maandiko, kwa sababu tulisoma Mathayo 3:11 alisema kwamba yule anayekuja ni mkuu kuliko mimi sistahili hata kubeba viatu vyake. Lakini katika Yohana 1:27 anasema mimi sistahili hata kulegeza kamba za viatu vyake. Sasa tuelewe sasa, Yohana ni kauli ipi aliyotoa kwenye kinywa chake? Hastahili kubeba viatu vyake au hastahili tu kulegeza kamba za viatu vyake? Kwa sababu kuna tofauti. Ukisema mimi sistahili kulegeza, kufungua kamba za viatu vyake, sio kubeba viatu. Na maandishi hayatakiwi kupishana ndugu zangu. Kama Yohana aliandika na niye alisema, na Mathayo aliandika, watakiwa waandike kile ambacho Yohana kweli alikitoa kwenye kinywa chake. Kama Yohana alisema sistahili kubeba viatu vyake, na mtume mwingine na mwingine wanatakiwa waandike huo usemi ambao Yohana aliutoa kwenye kinywa chake, kwa sababu watasema wote waliongozwa na Roho Mtakatifu. Na Roho Mtakatifu kama ni mmoja, kwa nini awape usemi tofauti? Kama ni usemi tofauti au lugha tofauti, zingekuwa kwenye lugha zao, lakini hii tunasoma ni Biblia ya Kiswahili ambayo imetafsiriwa. Kwa nini maneno yapishane? Kwa nini usemi upishane? Mara mimi sistahili kufungua viatu vyake, lingine mimi sistahili kubeba viatu vyake. Sasa wewe alisemaje Yohana mwenyewe kwani? Anyway, nyewe mnaendelea kujionea ndugu zangu. Ni maandiko, Biblia ambazo wanasema ni takatifu. Yaliyoko ndani yake nyewe mnayaona na mnapata majibu kwamba je, ni utakatifu au sio utakatifu. Japo kwa hilo sio somo letu. Somo letu ni ubatizo wa maji. Je,
ni sahihi ama sio sahihi. Tunasonga katika mstari wa 29 wa Yohana 1 mstari wa 29. Yohana 1 mstari wa 29 unasema hivi: siku ya pili yake akamwona Yesu anakuja kwake, akasema, tazama mwana kondoo wa Mungu aichukuaye dhambi ya ulimwengu. Hapa ilikuwa ni siku ya pili, Yohana akiwa anaendelea na kazi zake. Sasa amemuona anakuja mbele yake. Yohana alipomuona anakuja mbele yake, miongoni mwa watu ambao wanakuja kubatizwa, naye anakuja, alisema namna gani? Tazama, anazungumza na watu, akawageukia watu akamwambia, tazameni huyu anayekuja ndiye mwanakondoo wa Mungu aichukuaye dhambi ya ulimwengu. Eleweni hili neno ndugu zangu, ni mwanakondoo wa Mungu aichukuaye dhambi ya ulimwengu. Sasa ukweli unatuambia kwamba hili andiko ni la uongo, na tunaonyesha ni namna gani la uongo, kwamba huyu ni mwanakondoo wa Mungu aichukuaye dhambi ya ulimwengu wote. Maana yake ni kwamba amekuja kuwakomboa watu wa ulimwengu wote. Huu ni uongo mkubwa. Kwa nini ni uongo mkubwa? Twende tusome andiko la Mathayo sura ya 1 mstari wa 21. Tuone kwamba sio mwanakondoo wa Mungu aichukuaye dhambi ya ulimwengu. Wanatudanganya. Mathayo 1:21 inasema hivi: huyu alikuwa ni malaika ambaye alikuwa anakuja kuongea na Yusufu, maana Yusufu alikuwa tayari ana mipango ya kutoroka mke wake baada ya kukuta mke wake ana ujauzito ambao yeye hauelewi. Sasa malaika amemtokea na anampa maelekezo kuhusiana na ujauzito wa mke wake. Anamwambia, mke wako atachukua mimba na ni kwa uwezo wa Roho Mtakatifu, kwa hiyo usiwe na shaka, hakuna haja ya kumkimbia mke wako, tulia, lea familia yako. Okay, sawa. Wewe ujauzito ulionao atazaa mtoto. Ndio katika mstari wa 21 wa Mathayo 1 inasema, naye atamzaa mwana, atamuita jina lake Yesu, maana yeye ndiye atakaye waokoa watu wake na dhambi zao. Narudia ndugu zangu, malaika alimwambia huyo mke wako bwana Yusufu, usiwe na shaka, hiyo mimba ni kwa uwezo wa Roho Mtakatifu, atamzaa mtoto. Huyo mtoto wewe utamuita jina Yesu. Kwa sababu huyo mtoto ndiye ambaye atakuja kuwaokoa watu wake. Unaposema utakuja kuwaokoa watu wake, sio kuokoa dunia mzima, hapana. Sio kuokoa ulimwengu mzima, hapana. Kuna jamii fulani, kuna aina fulani ya watu ambao watakuwa upande wake, ambao watakubaliana, tuseme labda na mafundisho ambayo ataeleta, watakuwa upande wake, watamkubali. Hao watakao kuwa upande wake, watakao muamini na kumfuata, hao ndio watakao waokoa, hapana ulimwengu wote. Sasa kama ataokoa ulimwengu wote, kwa nini kuna siku ya hukumu? Kwa nini tunajua kuna watu wataenda kuhukumiwa? Kwa sababu gani? Kwa nini watu wataenda kuhukumiwa? Si maandiko, Biblia wanapiga kelele kila siku, wao wachungaji wanapiga kelele, mnaenda kuungua moto, wakati wao tena Yohana Mbatizaji alisema huyu ni mwanakondoo aliyekuja kuchukua dhambi za ulimwengu wote. Sasa tena mimi niende tena leo nikaungue moto, wakati mlisema kuna aliyekuja kuchukua dhambi za ulimwengu wote mpaka na za kwangu. Sasa naenda kuungua namna gani tena? Ndio maana tulisema ni uongo. Ndio maana tumeona uthibitisho huo katika Mathayo 1:21. Malaika alithibitisha kwamba huyu mtoto ndiye atakayekuja kuwakomboa watu wake na dhambi zao. Sio kila mtu, sio ulimwengu wote, hapana. Kusoma ni vizuri ndugu zangu. Tena ni vizuri unasoma kwa vituo, alafu nafikiria kile unachokisoma ili uweze kukielewa. Hapa tunasoma Biblia ambazo Wakristo wote wanazitumia. Zipo kwenye kanisa na madhehebu yote. Mimi nasoma tafsiri ya Ulimwengu Mpya. Unaweza ukasoma tafsiri ya Habari Njema. Unaweza ukasoma tafsiri ya King James. Hivi ndivyo inavyoeleza. Kwa hiyo ni uongo wa wazi ambao uko ndani ya vitabu vya dini. Nyote ni mashuhuda. Nyote ni mashuhuda ndugu zangu. Situngi, siwapi story hapa, bali tunasoma maandiko alafu tunayatafakari,
Tena hatuyatafakari kwa namna labda ya kukosoa, si kwa namna ya kujitetea. Tunayatafakari katika ufahamu huru, katika tafakari huru. Na nyinyi mnaona kwamba kwa stahili hiyo kabisa. Sasa swali, hao wachungaji, mitume, manabii ambao wanaendelea kuiba sadaka za watu, wanaendelea kukomba na kuwakondesha watu, wao wanaendelea kujaa matumbo huko mitaani, ndugu zangu, hebu niambieni, ni Mungu gani ambaye wao wanamhubiri? Wanasema wana Roho Mtakatifu. Roho Mtakatifu yupi ambaye wanaye, ambaye hawaonyeshi makosa haya, hawaonyeshi kwamba hapo kuna shida, hayo mafundisho sio ya kweli, kwa sababu andiko lile linapingana. Wao watakuja kusema kwamba unajua hayo ni makosa ya kiuandishi. Sasa kama ni makosa ya kiuandishi, manake watuambie kwamba wafute lile neno kwamba Biblia takatifu. Ukisema Biblia takatifu kwamba ni maandiko matakatifu, alafu tena unakuja kusema ni makosa ya kiuandishi, maana yake Roho Mtakatifu aliyewaongoza watu kuandika maandiko matakatifu ni yeye ndiye aliyeingiza hayo makosa ya kiuandishi. Ni Roho Mtakatifu gani anayeingiza makosa katika vitabu, katika maandishi? Mnaona kwamba wapo katika ujinga tupu, wapo katika kutokujua tu. Wanahitaji kupokea ukweli, wauchunguze na watumie tu uhuru wao wa kuamua wafuate ukweli au wabakie katika kifo cha kiroho. Umefanya uamuzi mzuri wewe ndugu yangu, ambaye umesikia mafundisho haya na ukasema napenda kujifunza kuyajua kwa kina zaidi. Na undani wake ndio huu tunaokueleza kwamba tupo katika mafundisho ya kweli yanayotuonyesha kwamba dini zote katika dunia hii msingi wake ni wa uongo. Mafundisho yake ni kwa ajili ya kuangamiza watu tu na sio kuwaokoa watu. Hata Yesu mwenyewe kwa kinywa chake alisema kwamba yeye hajaja kwa ajili ya kuokoa watu wote duniani, hajaja kwa ajili ya kukomboa ulimwengu. Alisema kwenye kinywa chake yeye, kwenye kinywa chake. Huyu si malaika alikuwa anazungumza na Yusufu? Sasa basi tumuulize Yesu mwenyewe, basi tumuulize yeye mwenyewe. Utasema unajua huyu malaika bwana labda alikosea. Okay, sawa, tumuulize Yesu mwenyewe anasema namna gani. Ni katika kitabu cha Mathayo hiyo sura ya 15. Tunasoma mstari wa 21 mpaka mstari wa 24. Twende, fungua Biblia twende tukamuulize. Yesu mwenyewe anatuambiaje, kwani alikuja kuokoa ulimwengu wote? Kama Yohana Mbatizaji aliposema kwamba ni mwana kondoo wa Mungu alikuja kuchukua dhambi za ulimwengu wote. Twende na mimi katika kitabu cha Mathayo 15. Tuanze kusoma mstari wa 21, tunasoma mpaka 24 kwa haraka kidogo. Mathayo 15 tunaanzia 21, unaanza kusema hivi: Yesu akaondoka huko akaenda kando pande za Tiro na Sidoni. Mstari wa 22, na tazama mwanamke Mkananayo wa mipaka ile akatokea, akapaza sauti akisema, unirehemu Bwana mkato, mwana wa Daudi mkato, binti yangu amepagawa sana na pepo. Mstari wa 23, wala yeye hakumjibu neno. Yani Yesu aliposikia mwanamke huyo anapiga kelele, analalamika, naomba msaada, wala hataka kumjibu, wala hataka kumzingatia kabisa. Wala yeye hakumjibu neno . Nao wanafunzi wake wakamwendea mkato, wakamuomba mkato, wakisema, mwache aende zake mkato, kwa maana anapiga kelele nyuma yetu. Yesu anapigiwa kelele na analiliwa na mwanamke Mkananayo, anaomba msaada, mtoto wangu amepagawa, nisaidie. Inawezekana huyu mwanamke labda alisikia Yohana Mbatizaji akisema amekuja kuchukua dhambi za ulimwengu wote, akasema ewa, basi tumepona, msaidie mtoto wangu kule amepagawa. Amekaa kimya, anaendelea na safari yake. Wanafunzi wakasema, mwalimu, msikize huyu mwanamke, labda mjibu chochote ili arudi aondoke basi, maana anatupigia kelele. Mstari wa 24, tusikilize jibu la Yesu alisema namna gani. Ndio maana nisema tukamuulize yeye mwenyewe Yesu. Basi tusiwasikilize wengine ili tupate uhakika. Tukamuulize mwenyewe. Mstari wa 24 anasema hivi: akajibu mkato akasema mkato, sikutumwa ila kwa kondoo waliopotea wa nyumba ya Israeli. Huyu ni Yesu anayeongea, anatoa jibu la moja kwa moja kwa huyu mwanamke kwamba mama, sio kwamba sikusikii, nakusikia lakini siwezi kusaidia kwa sababu sikutumwa mimi kwa ajili ya kila mtu, isipokuwa kwa ajili ya kondoo waliopotea wa nyumba ya Israeli. Ndugu zangu, hii inaeleweka vizuri.
Sikutumwa kwa ajili ya kila mtu, bali nilitumwa kwa ajili ya kondoo waliopotea wa nyumba ya Israeli peke yao. Kwa hiyo yeye mwenyewe Yesu anamkana Yohana Mbatizaji aliyesema kwamba huyu ni mwana kondoo wa Mungu aliyekuja kuichukua dhambi ya ulimwengu wote. No, hata yeye mwenyewe anamkatalia kwamba Yohana, sio mimi nimetuma kwa ajili ya watu wangu. Ndugu zangu, narudia tena kwa msisitizo kabisa, narudia tena kwa msisitizo mkubwa kwamba haya maandiko tunasoma ndani ya Biblia, vitabu vya dini ambazo wengi wana kwa dhambi za ulimwengu wote, hapana, bali alikuja kwa ajili ya kuwakomboa watu wake. Ndio maana Yohana 1:11 inasema alikuja kwa walio wake, lakini walio wake wakamkataa, na wale waliompokea ndio akawapa uwezo wa kuwa wana wa Mungu. Lakini kwanza alikuja kwa walio wake, hakuja kwa ajili ya kila mmoja duniani. Ni mikanganyiko, uongo na upotoshaji ambao tunauona ndani ya maandiko ambayo wanaita kwamba ni maandiko matakatifu. Ndugu zangu, wewe ambaye huenda ni mara kwanza kusikia haya mafundisho, na kuomba tu uwe na ufahamu kwamba upo sehemu sahihi sana. Kama nia yako wewe ni kuwa na ufahamu na maarifa ya mambo ya kiroho, una nia ya kutakasika, kuacha dhambi na kuwa mtu mzuri, yaani upo sehemu sahihi sana. Haya ni mafundisho ambayo yatakufanya ujue utofauti wa uongo na ukweli, na ni mafundisho ambayo yako kwa ajili ya kukupatia nguvu na kukuongoza ili uwe imara katika njia ya ukweli, ufikie uzima wa milele. Mafundisho ya dini ni kwa ajili ya kufariji watu, ndugu zangu. Sasa wewe usipoenda kanisani, ukifariki utazikwaje ndugu yangu? Unatakiwa uende kanisani ili ukifariki watakuja wataimba kwaya, watakuwekea msalaba. Vikundi hivyo wanakwaya vitakuja vitaimba. Sasa usipofanya hivyo utazikwa tu hivi hivi tu. Inanihusu nini? Inanihusu nini? Na itanisaidia nini? Nibaki kwenye dini ama ubaki kwenye dini, ndugu yangu, kwa sababu ya kuwaridhisha wazazi wako, si mwanaume, si mwanamke, si marafiki zako, si mchungaji wako, umridhishe yeye kwamba umetusaliti, kwa umetukimbia, kwa umeasi. Sasa watanielewaje? Ngoja nibaki tu. Inakusaidia nini ndugu yangu? Itakusaidia nini? Alafu unabaki humo, unazeeka, umefariki ama unaondoka kwa namna yoyote ile, leo kesho unafariki, ili tu waje waimbe kwenye kaburi lako. Wewe umefariki, haupo, umeenda, ni mwili wako huko pale. Wanaimba, si wanaupepelea, si wanafanya nini, wanafanyia hayo mambo, ni mwili wako, hawakufanyii wewe. Wewe haupo, wewe umeenda ndugu yangu, ni mwili wako. Wakitaka wauchome, wakitaka wauache barabarani, wakitaka wautupe kwenye maji, ni mwili wako, wewe hauko hapo, umeenda. Sasa inakusaidia nini? Hayo mambo yao yanakusaidia wewe kitu gani? Uwe katika dini eti ili waje wakuzike vizuri, alafu hatima yako ya kiroho iko namna gani? Nyote mnaona kwamba ubatizo wa maji kulingana na somo letu la leo hauna maana tena kwa wakati huu. Sasa swali ambalo sasa inawezekana ndugu yangu najiuliza hapa ni hili. Kwa kweli nimeelewa kwamba ubatizo wa maji sasa mbona hauna uhalali tena kulingana na maandiko haya. Nimeelewa kabisa ubatizo wa maji kumbe haufai. Sasa una swali lingine tata zaidi. Sasa ni ubatizo gani? Huo ubatizo wa Roho Mtakatifu na moto sasa ndio ubatizo gani? Sasa huo sasa nabatizwaje huo ubatizo? Na hilo ndo swali lingine tata kidogo. Tunaenda kupata majibu ndugu zangu. Tunaenda kupata majibu. Tusome katika Yohana 3 mstari wa 22.
Some katika Yohana 3 mstari wa 22, na tukitoka hapo tutaenda tukapate majibu sasa, ubatizo wa namna ambayo wa namna sahihi ni upi? Ubatizo wa Roho Mtakatifu na moto ni ubatizo wa namna gani? Tusome Yohana 3:22. Yohana 3:22 inasema hivi. 3:22 Yohana inasema, baada ya hayo Yesu na wanafunzi wake walikwenda mpaka nchi ya Uyahudi, akashinda huko pamoja nao akibatiza. Si mnaona? Hii kitabu cha Yohana 3 hapa 22 inathibitisha kwamba Yesu alikuwa pamoja na wanafunzi wake akiwa huko Uyahudi, akiwa na wanafunzi wake akawa anabatiza watu. Yaani kwamba alikuwa akiendelea na ubatizo wa maji akibatiza watu huko katika Uyahudi. Lakini huo ni uongo. Huo ni uongo. Kwa nini uongo? Kwa sababu Yohana hiyo sura ya 4 ni uongo, kwa sababu Yohana hiyo sura ya 4 tukianza kusoma mstari wa 1 mpaka wa 3 nasema hivi. Kwa hiyo Bwana alipofahamu ya kuwa Mafarisayo wamesikia kwamba Yesu anafanya wanafunzi wengi huko kuliko Yohana na kuwabatiza. Yaani Mafarisayo, Masadukayo walisikia kwamba Yesu anaendelea kubatiza watu kwa maji na anapata wafuasi wengi sana kuliko hata Yohana Mbatizaji. Ni maandiko yanasema kwamba walisikia kwamba Yesu anafanya hivi, anabatiza watu kwa maji. Yes. Kama tulivyosoma, walisikia kwamba Yesu yuko Uyahudi huko pamoja na wanafunzi wake anaendelea kubatiza watu, ubatizo wa maji. Wakafanyaje waliposikia hivyo? Mstari wa 2. Lakini Yesu mwenyewe hakubatiza bali wanafunzi wake. Ndugu zangu, kuna tafsiri nyingine hapa ambayo inasema, lakini ukweli ni kwamba Yesu yeye hakuwa anabatiza bali wanafunzi wake. Sasa kwa nini Yohana 3:22 imesema kwamba Yesu alikuwa katika nchi ya Uyahudi na alikuwa akibatiza watu? Kama huo sio ukweli, kwa nini iliandikwa? Alafu huku inakuja kuambia kwamba lakini ukweli ni kwamba, manake andiko la nyuma hapa waliweka uongo ndani kwamba alikuwa, watu walidhani anabatiza watu, kumbe sio kweli. Mkanganyiko, mapishano na utofauti wa maandiko ambayo yako ndani ya kitabu kimoja kinachoitwa ni kitabu kitakatifu. Matendo ya Mitume sura yake ya 8 mstari wa 38. Matendo ya Mitume sura yake ya 8 mstari wa 8 unasema namna hii: akaamuru lile gari lisimame, wakateremka wote wawili majini, mkato, Filipo na yule towashi, mkato, naye akambatiza. Hili ni andiko ambalo linaelezea kuhusiana na towashi mmoja, kisa cha towashi mmoja na pamoja na Filipo. Huyu towashi alikuwa ni mtu asiyeamini. Lakini na ili jina la huyu towashi tutalifahamu pia. Lakini akakutana na Filipo katika kupata mafundisho injili ya Yesu kwa mujibu wa Biblia. Huyu towashi yeye akaamini, na wakiwa wanazungumza hivyo huku wanaenda wakaona maji kando. Walipoona maji, huyu towashi akamwambia kwamba gari isimame, na kwa sababu kando kulikuwa na maji na Filipo alipomuuliza kwamba unaamini na uko tayari kubatizwa, akasema niko tayari kubatizwa, na akaingia katika maji akabatizwa kulingana na Biblia. Kwa hiyo maandiko ya namna hii, kulingana na maandiko ya namna hii ndio ambayo wanadini wanaendelea kuyatumia ili kuthibitisha kwamba ubatizo wa maji ni ubatizo wa halali. Kwa hiyo mtu anayepinga ubatizo wa maji, huyo tu ni mpinga Kristo, kwamba huyo ni mpinga Kristo anayepinga ubatizo wa maji, kwa sababu unaona huyu towashi alipoamini nini alichokifanya?
akabatizwa. Akabatizwa ubatizo gani? Ubatizo wa maji. Lakini kwa kweli ubatizo wa maji haukufanyika na haupo, na hata Paulo alikuja akaupinga huo ubatizo wa maji. Alikuja akaupinga. Kwa namna gani alikuja akaupinga? Kwa namna gani? Alikuja akaupinga kwa sababu aliwauliza watu ambao walikuwa katika mji ule ambao Filipo alikuwa akiwahubiria na akiwabatiza kwa maji. Baada ya kukubali Injili, anawabatizwa kwa maji. Alikuwa akiwahubiria, wakikubali, anawabatiza kwa maji. Lakini Paulo alipokuja, alikuja akawapinga, akawaambia kwamba ndio ubatizo huo, huo sio. Haya mambo tunayathibitisha katika kitabu cha Matendo ya Mitume hicho hicho. Tusome mstari wa 10, sura ya 10, kumradhi. Sura ya 10 ya kitabu cha Matendo ya Mitume. Sura yake ya 10. Tusome kuanzia mstari wa 44. Matendo ya Mitume 10:44 inasema hivi: Petro alipokuwa akisema maneno hayo, Roho Mtakatifu akawashukia wote waliosikia lile neno. Ilikuwa ni wakati ambapo Petro alikuwa anaendelea na Injili, anawahubiria watu habari njema, Injili. Watu waliposikia hayo maneno, eleweni vizuri ndugu zangu, sio walipoingizwa ndani ya maji au sio walipobatizwa Roho Mtakatifu akawashukia. Hapana, waliposikia maneno ambayo Petro alikuwa akiyahubiri, akiongea mbele yao, wakaamini hayo maneno, Roho Mtakatifu akawashukia. Wakati huo wote wakawa wamejazwa na Roho Mtakatifu. Sasa katika Matendo ya Mitume hiyo 10, tusome mstari wa 47 mpaka 48 hapa. Tuone mkanganyiko tena ambao tunauona hapa mbele. Huko hivi. Mstari wa 47 unasema: ni nani awezaye kuzuia maji hawa wasibatizwe, watu waliopokea Roho Mtakatifu vile vile kama sisi? Mstari wa 48, akaamuru wabatizwe kwa jina la Yesu Kristo. Ndipo wakamsihi zaidi azidi kukaa siku kadhaa pamoja nao. Najieleza kidogo kwenye ile andiko ndugu zangu. Petro alikuwa akiwahubiria watu na watu wakakubali na wakapokea Roho Mtakatifu direct kwa sababu ya mafundisho ambayo wameyapokea. Matendo ya Mitume 10:44. Lakini Matendo ya Mitume hiyo 10:46 mpaka 47 mpaka 48 inasema baada ya watu hao kuwa wamepokea Roho Mtakatifu kwa kupokea mafundisho. Sasa Petro tena anajibu. Petro tena anaongea. Watu hao tayari wameshapokea Roho Mtakatifu. Tayari wako na Roho Mtakatifu ndani yake. Petro tena anajibu, anasema sasa kwa sababu watu hao wamepokea Roho Mtakatifu kama sisi, wamekuwa na Roho Mtakatifu kama sisi tu tulivyo. Sasa ni nani atawazuia watu hao wasibatizwe katika ubatizo wa maji? Alafu tena katika mstari wa 48 anasema basi akawaamuru watu hao wabatizwe kwa jina la Yesu Kristo. Sasa kwa nini wakabatizwa tena kwa maji? Watu wameshapokea tayari Roho Mtakatifu. Alafu uwapeleke tena wakabatizwe kwa maji ili kutafuta kitu gani? Ili kutafuta nini? Mtu ambaye yuko tayari na Roho Mtakatifu, huyo tayari ni mkamilifu, tayari ni msafi. Maana Roho Mtakatifu hawezi ingia ndani ya mtu ambaye ni mchafu, bado anaishi maisha ya dhambi, maisha machafu. Roho Mtakatifu hawezi ingia ndani yake, hawezi kaa pamoja na huyo mtu. Ikiwa tayari mtu amepokea Roho Mtakatifu, tena ni yeye mwenyewe Petro amethibitisha kwamba watu hawa wamempokea Roho Mtakatifu tayari kama sisi tunaowahubiria. Kwa tayari wamesha kuwa wakamilifu hawa. Alafu tena anasema nani anawazuia wasiende kubatizwa kwa maji ili wapate nini? Alafu katika mstari wa 48 anasema tena akawaamuru wabatizwe kwa jina la Yesu Kristo. Kwa nini sasa wakubatizwa kwa maji? Kwa jina la Yesu Kristo ndio maji? Ni mikanganyiko, ni kuto kueleweka kwa maandiko. Ukisema kuto kueleweka, mwingine anakuambia ni kwa sababu wewe huwezi kuyaelewa tu maandiko hivi hivi. Unajua mpaka uwe na Roho Mtakatifu ndio uelewe maandiko. Ndugu zangu, hebu tutoke kwenye vile vifungo vya kiakili ambavyo tulifungwa na wakoloni.
waliopandikiza haya mambo yao kwenye fahamu zetu tangu utoto wetu. Najua kwamba dini zimeshika mizizi sana katika fahamu zetu sisi kama Waafrika na sehemu kubwa ya watu duniani, na kilicho kibaya zaidi ni kwamba watu wamejikita katika mapokeo kwamba hiki ndivyo kilivyo, na waliambiwa hivyo wakachukua hivyo bila ufahamu, bila kujifunza, bila kuchunguza na kutafakari mambo, wakakubali kwamba ndivyo ilivyo tu. Kwa mtu mwingine asiniambie kitu chochote. Sasa mtu mwingine anaweza kawa anaishi maisha ya ulela, maisha ya dhambi, na unamuuliza ndugu yangu, wewe ni Mkristo sasa mbona katika maandiko yenu mambo hayo, tabia hizo mbona zinakatazwa? Unajua bwana, mimi ni binadamu, mimi sio malaika. Mimi ni binadamu, mimi sio malaika bwana. Wanadamu wote tuko watenda dhambi, hakuna aliye mkamilifu. Alafu wakati huo huo tena yuko hapo anasubiria Yesu aje, na kuna muda anajisahau, anasema Yesu uje tu kulichukua kanisa. Kwa kweli hii mambo imekuwa mengi sana duniani hapa, urudi tu kulichukua kanisa. Na unakiri saa hiyo hiyo kwamba wewe ni mwanadamu, uko mchafu, uko na dhambi. Na akija saa hizi unaenda wapi? Atakuja kumchukua nani sasa? Kama mnakiri kwamba wote ni watenda dhambi, wote mpo katika uongo, atakuja kumchukua nani? Kuna paradiso ya watenda dhambi? Sisi tunachokijua, ukweli unatufunulia kwamba paradiso ni kwa ajili ya wakamilifu. Hakuna mtu mwenye alama yoyote ya dhambi, mwenye doa lolote la dhambi ambaye ataingia paradiso, ambaye atapokea uzima milele. Hakuna. Paradiso ni kwa ajili ya wakamilifu. Sasa watu wanaishi katika mazoea hayo kwa sababu ya maandiko, kwa sababu ya vitabu, maana ndani ya vitabu vya dini imeandikwa hivyo. Unajua tukisema hatuna dhambi tunajidanganya tu wenyewe. Sisi wote ni wanadamu, ni watenda dhambi. But sasa kama kiongozi wako wa dini ambaye ni kiongozi wako wa kiroho yuko kwa ajili ya kukuongoza wewe katika uzima, anasimama mbele yako na anakiri kuanzia yeye kwamba sisi wote ni binadamu, sisi wote tuna dhambi. Anakiri hivyo. Sasa ni nani ambaye atamuongoza mwenzie katika wokovu kama wote mnakiri ni mko watenda dhambi? Ndugu zangu, hayo ni mafundisho na ni maandiko ambayo yanakuja kuwaweka watu katika hali ya mazoea. Watu watetee dhambi kwenye maisha yao, wakubali dhambi na kuona dhambi ni kitu cha kawaida tu. Lakini wale ambao tayari wapo katika mafundisho haya ya kweli ambayo yanatolewa na Mzaliwa wa Pili Zurula 100, wale ambao wanaishi kwa kuongozwa na mafundisho haya ni mashuhuda na wanaendelea kutoa shuhuda, na hata mimi ninayezungumza mbele yenu ni shuhuda kwamba hauwezi ukawa katika mafundisho ya kweli, ukawa unapokea mafundisho ya kweli ya kiroho ambayo yana usahihi, hayana uongo, hayana mkanganyiko, hayana hila ndani yake, alafu eti miezi miwili, mitatu, mwaka, miaka miwili ubaki katika maisha ya kutenda dhambi. Hilo haliwezekani. Haliwezekani. Kwa sababu mafundisho ya kweli yanakuonyesha kweli kwamba tunaishi katika dunia ambayo iko na mambo mengi sana, ina ushawishi mwingi sana. Kuna matukio mbalimbali ambayo yapo kwa ajili ya kukuongoza wewe uishi maisha ya dhambi ili uende tofauti na matakwa ya muumba wako. Sasa mafundisho ya kweli yako hapo kwa ajili ya kukupa wewe muongozo wa namna gani sasa uishi ili kuyashinda hayo majaribu, kushinda ushawishi wa dhambi, ushinde tamaa mbaya, hisia mbaya, ili ubaki mwaminifu katika sheria za yule aliyekuumba. Mafundisho ya kweli ndio yanasema hivyo. Mafundisho ya kweli hayapo kwa ajili ya kukufariji kwamba unajua usijali tu, wewe ni binadamu tu, kwa hiyo usijali. Hayo sio mafundisho ya kweli ndugu yangu. Hayo ni mafundisho ambayo yapo kwa ajili ya kukufunika funika tu kidogo. Yaani sawa, na unaona shimo liko mbele, wewe umepita umeliona shimo, ulidumbukia ukavunjika mguu, ukapata msaada ukaenda. Baada ya kulifukia hilo shimo unalifunika na nyasi nyasi tu kidogo kwamba watu wasilione. Watu wasilione maana yako nini? Wasilione lakini waje ili waingie wapate madhara. Lakini ungelifukia lile shimo likawa halipo, maana yake wewe nia yako ni kusaidia ndugu zako wengine wasije kuumia kama ulivyoumia. Hatuwezi tukaishi tena katika maisha ya kufarijiwa ndugu zangu, ili uendelee kukubali dhambi, kutetea dhambi, kukumbatia dhambi na kuishi katika dhambi ukijifariji kwamba mimi sio malaika bwana. Unatoka nje ya ndoa yako, umeolewa, dada yangu umeolewa, mama yangu umeolewa na mume wako. Anakutunza mume wako, anakuletea chakula, mavazi, wewe na mtoto wako, alafu unatoka unaenda unalala na mwanaume mwingine ambaye si mume wako.
alafu anakufumania, anakukuta una mume wangu mimi sio malaika, shetani alinipitia. No, amna, wewe sio malaika, lakini kinachokufanya ujitetee hivyo na uone hiyo ni hali ya kawaida ni kwa sababu ya mafundisho unayoyaishi. Alafu unayefanya hivyo ni Mkristo, si ni Muislamu, una dini yako, yani unayo dini ambayo inakulea kiroho, alafu unaishi kutenda mambo ya namna hiyo. Kaka yangu, umeoa, uko na mke wako mzuri tu, mzuri, mke wako anakuheshimu, anakupenda, unarudi nyumbani anakuandalia maji ya kuoga vizuri, anakusafishia nguo zako zinakuwa safi, unavaa, una nguo imenyooshwa, imepigwa pasi namna hii, unaenda huko wanakusifia, kweli umeoa bwana, mpaka nguo inapigwa pasi. Alafu unaenda huko nje unalala na mwanamke ambaye sio mke wako, alafu unarudi nyumbani kwa mke wako tena, baby I love you. Akigundua, mke wangu, unajua mimi sio malaika, tusameane, mimi sio malaika, mimi ni binadamu. Hata we mke wangu utakosea siku moja, yani maana yake unampa uhuru na yeye wa kufanya kosa, kwa sababu yani mafundisho mnayoishi yanawafanya muishi katika kujifariji, yani kutetea dhambi kwenye maisha yenu, kitu ambacho ukweli hauturuhusu hivyo. Ndugu zangu, mtu unaweza ukajikuta umefanya kosa, ukweli unatuambia namna gani? Unaweza ukajikuta umefanya kosa, lakini bila kukusudia kufanya kosa lile, ukajikuta umefanya kosa, unaweza ukaomba msamaha na usirudie tena kufanya kosa hilo, na unasamehewa na unanyanyuka, unasonga mbele. Lakini unafanya kosa ambalo unaufahamu kwamba hiki ninachokifanya ni kibaya, nini kinakufanya ufanye hivyo? Yaani ukweli unakufunulia madhara ya hicho kitu unachotaka kukifanya ni nini, hatari yake ni nini, na ni nini kinakufanya ufanye. Yaani hicho kinachokusukuma ufanye ni kitu gani, ukweli unakufunulia na kukiweka nje kwamba aha, ndio maana najihisi hivi, ndio maana najaribu kuacha hiki nashindwa, kumbe hiki kitu kinachonisukuma nifanye hivi ni hiki. Alafu tena ukweli unakupatia majibu. Sasa ili kukishinda hicho kitu ambacho ulikuwa unashindwa kukiacha, fanya hivi, fanya hivi. Huo ndio ukweli, ukweli ambao tunaupokea kutoka kwa Mzaliwa wa Pili sura ya 100, ukweli ambao mababu zetu waliuishi kabla dini zote hazijaletwa katika bara letu kipenzi mwenyele hii ambayo sasa hivi wanaita Afrika, kabla dini zote hazijaundwa hapa duniani. Huu ndio ukweli ambao wazee wetu waliuishi zamani, kwa sababu wote tuko hapa tunaelewa kwamba dini zote zilianzishwa, tunajua hilo. Ukristo ulianzishwa, Uislamu ulianzishwa, si Sabato ulianzishwa, si dini hii ilianzishwa, zote tunaufahamu mzuri kabisa kwamba zilianzishwa kipindi fulani, zinapishana muda, miaka, si nini, lakini zilianzishwa. Manake kabla hakuna dini ambayo ilikuwa, dhana ya dini haikuwepo, ila kulikuwa na maisha ya kiroho, mwongozo wa maisha ya kiroho. Watu waliishi kwa kuheshimu sheria za maadili ambayo tulipoumbwa tuliwekea tu ndani yetu. Ndio maana sio lazima uwe mtu wa dini fulani ili ujue kuiba ni vibaya, ujue kuua ni vibaya, ujue kulala na mwanamke ambaye sio mke wako, kulala na mwanaume ambaye sio mume wako ni vibaya. Sio lazima uwe mtu wa dini fulani ili ujue hayo. Sio lazima. Mtoto mdogo amezaliwa tu hivi, akifanya kosa, akigeuka, akikuona unamsogelea, anaanza kulia, anakimbia, maana anajua nimefanya kosa na adhibiwa. Amefundishwa na dini gani? Kitabu cha dini gani kimemfundisha kwamba ili ni kosa umefanya? Ni sheria za maadili za asili ambazo tuliumbiwa na ziko, tuko nazo ndani yetu. Ndugu zangu, dini haipo kwa ajili ya kutuongoza sisi katika uzima, ni biashara, na mnufaika wa kwanza ni shetani. Kwa sababu yeye ananufaika namna gani? Anaunda dini tena nyingi za aina tofauti tofauti, na halafu anaweka geresha, anaweka wafuasi wake wakae hapo kumzomea, eti kumpiga shetani. Ndio nasikia makanisa yamejaa, madhehebu yamejaa, dini zimejaa, zote zinapigana na tunakupiga shetani, fire shetani, tunakuchoma, koma kabisa shetani. Wengine wamechukua mapanga, wengine fimbo, ngumi, koma shetani, tunakupiga, tunakufunga, tunakutupa. Hai! Lakini ndio mitaa hiyo hiyo vibaka wamejaa, mitaa hiyo hiyo uzinzi wa kutosha, mitaa hiyo hiyo uchafu wa kutosha, mpaka unajiuliza sasa kama makanisa yamejaa namna hii, lakini mitaa hii mama yule mchawi sana, hii mitaa nimelala wamenikaba siku na uchawi. Hata elimu za uchawi hazipo kama ambavyo wanasema. Ni mambo ambayo yanapitishwa kwenye fahamu za watu. Uchawi wa namna hiyo pia kulingana na ukweli haupo. Uchawi wa mtu kupaa, sio kupaa kuja kukaba, si ni zamani ilikuwaga hivyo. Kwa sasa hivi kuna aina nyingine ya uchawi.
Labda mtu kama na swali tunaweza tukajibu katika wakati wa maswali. Kwa hiyo ndugu zangu, haya mambo na maelezo haya mengi yanalenga kutupatia ufahamu wa kina. Mafundisho yanayotolewa na dini, ubatizo wa maji, si mambo yanayoendelea, ni propaganda, ni kukuzubaisha, ni uongo mtupu, hayana maana yoyote. Na mafundisho mengine yote yanayotolewa katika dini zote ni mafundisho ambayo yanakulaza tu usingizi wa kiroho. Ukitoa sadaka nyingi, ukienda mbinguni, hiyo ndio itakuwa lesho yako ya chakula, yani ndio akiba yako. Lakini wewe ukiwa mbaili, hautoi sadaka hapa duniani, utaenda kufa na njaa huko mbinguni utaenda kufa na njaa, hautoi sadaka. Ukienda mbinguni utakufa na njaa. Na mtu hapo akisikia hivyo anatetemeka, anaogopa, kweli nisije nikaenda mbinguni huko nikafariki na njaa. Basi anatoa pesa yake, anaweka, anatoa mpaka akiba aliyoweka ya ada ya mtoto wa shule, kwa sababu ni mchungaji, anajiita mtumishi wa Mungu, amesema. Anaenda kutoa mpaka pesa yake aliyokuwa amejiweka kwamba ninunulie chakula watoto wangu nipeleke nyumbani. Amesema man of God. Kweli kweli tusije tukaenda kufa njaa huko mbinguni. Acha tu afadhali tufe njaa hapa duniani, lakini mbinguni nikaweke. Ndugu zangu, nyinyi ambao mko hapa, mnaona mwenyewe kwamba kwa kweli aina hiyo ya mafundisho haiwezi kuwepo eti kwa lengo la kukuokoa. Yaani haiwezi kuwepo eti kwa lengo la kukufikisha katika uzima wa milele. Hapana. Ni aina ya mafundisho ambayo yapo kwa ajili ya kukunyonya, kukufanya uwe dhaifu, kukuendelea kukukandamiza na kukufanya uishi katika uongo, ufe katika uongo, uzikwe, utupwe kule. Kwa ndugu zangu, kuna hatua kadhaa ambazo zinafanyika ili mtu aweze kufikia kupokea Roho Mtakatifu. Kuna hatua kadhaa. Hatua ya kwanza ambayo ili mtu ufikie kuwa na Roho Mtakatifu unatakiwa uipitie kwanza. Hatua ya kwanza, kuna wito. Wito yani ni kuitwa, kusikia. Ona, wewe ndugu yangu uko hapa. Hapa tunaenda kupata majibu sasa ya ubatizo wa Roho Mtakatifu na moto. Ni ubatizo wa namna gani? Ubatizo wa Roho Mtakatifu na moto, ambao ni ubatizo sahihi sasa, ambao ndio Kristo aliufanya kwa mitume wake, akaufanya kwa watu wa wakati wake baada ya yeye kufika, na ndio aliouacha uendelee kutenda kazi, ambao adui alipata nafasi kutokana na uasi wa wazee wetu walioacha ukweli, wakapokea dini hizi, wakaruhusu mafundisho ya uongo yakaingia. Sasa mafundisho ya kweli kuhusiana na ubatizo wa kweli uliokuwa ukitendeka kipindi hicho ili kuongoza watu kuwa na Roho Mtakatifu ni ubatizo wa namna gani? Una hatua kadhaa nimeanza kusema. Hatua ya kwanza ni wito. Unaitwa. Kuitwa ni kwa njia mbalimbali. Ni kwa kusikia kwanza. Ulikuwa upo kwenye dini huko, unapita pita ukasikia sehemu watu wanaongea kuhusiana na ukweli, kwamba dini zote ni uongo. Najua kuna mafundisho ya mzaliwa wa pili. Kuna kaka anaitwa Imani Mchimbwa, anaongea huko kwenye YouTube huko. Unajua, nilimsikiaga kaka moja anaita Hamisi Mizigo. Nilimsikiaga huyo kaka kumradhi. Kumradhi kidogo ndugu zangu, mazingira tuliyopo kidogo yana mwingiliano, lakini natumaini kwamba tunasikilizana vizuri na sikika. Hii ndio sababu pia kuna mara natumia sauti ya juu ili sauti kidogo kidogo ambazo ziko hapa zisizuie sauti yangu kuwafikia, ili muweze kusikia vizuri. Kwa hiyo natumaini kwamba kila kitu kinaenda sawa. Tunarejea. Kuna hatua kadhaa za kupita ili uweze kufikia kupokea ubatizo au utakaso ama kupokea Roho Mtakatifu. Hatua ya kwanza ni wito. Nimesema unasikia mafundisho ya kweli. Unapita kwenye mitandao ya kijamii, unaweza ukawa unatafuta mafundisho hao wachungaji wa uongo, si unaangalia tu vitu vyako vya ajabu ajabu huko kwenye mitandao ya kijamii, unaperuzi huku na huku, alafu unakuja unakutana na video ya mtu anaitwa Imani Mchimbwa. Imani Mchimbwa naye anasemaje? Ubatizo wa maji je, ni halali? Kwani hajui? Unaanza kujadiliana na ile tema tu umeisikia tu. Ile tema umeisikia, tunaanza kujadiliana na kwani hajui sasa huyu na yeye. Anajiuliza vitu gani? Yeye hajui kwamba ubatizo wa maji ndio ubatizo wa Kikristo. Ndio Yesu mwenyewe alibatizwa. Unataka ubatizo ili uwe Mkristo safi. Hajui hili.
Lakini kwani yeye point yake nini? Nimsikilize kwanza. Kwani yeye anaamini nini? Kwamba sio sahihi? Ngoja nimsikilize. Kitendo cha kumsikiliza, ndio unakuja unasikia anakuambia kwamba Yohana Mbatizaji alisema kwamba ubatizo anaofanya yeye ule wa maji ni ubatizo kwa ajili ya toba, na yeye alikuwepo hapo kwa ajili ya kuandaa njia ya Kristo. Sasa Kristo atakapofika, yeye Kristo hatabatiza tena kwa maji. Ubatizo wa maji una kazi yake inakuwa imeisha. Sasa kitakachofuata ni ubatizo wa Roho Mtakatifu na kwa moto. Unaanza kujiuliza maswali. Sasa kwa nini wachungaji, mitume, manabii, mchungaji wangu, kwa nini anaendelea kutufundisha kwamba ni ubatizo sahihi? Kwa nini anaendelea kubatiza watu kwa maji sasa? Kwa sababu gani? Unaingia katika kusikiliza mafundisho sasa ya namna hii, unapata uelewa kwamba kumbe wanafanya vitu ambavyo hata wao hawavijui. Kumbe wanafanya vitu ambavyo hata wao hawana uelewa navyo, kwa sababu maandiko hawayaelewi. Ni kwa sababu, kwa nini hawayaelewi? Hawana Roho Mtakatifu kwanza. Kwa sababu kama wako na Roho Mtakatifu sangewaambia hii sio namna sahihi, usahihi ni huu hapa. Unapoelewa hayo, maana yake ni wito ule ni wito. Sasa kwenda kusikiliza ule wito, maana yake umeitikia ule wito uliosikia. Umeitwa kwa kusikia mafundisho huko, kuona, alafu umeenda kusikiliza, umeitikia ule wito. Alafu ni nini kinafuata? Kwa sababu ule wito ni wito wa kwenda kujua usahihi wa mambo, kujua ukweli. Ule ukweli sasa unapoanza kusikiliza, unaanza kuingia ndani yako, unaanza kuchukua nafasi ambayo uongo ulikuwa umechukua mamlaka ndani yako. Yaani ulikuwa unaamini kwamba ubatizo wa maji ni sawa. Sasa hivi umepata maandiko yanayokufunulia kwa undani kabisa na kukuondoa kabisa ujinga. Umeona kwa uwazi kwamba kumbe ni mambo ambayo hayana maana yoyote. Kwa hiyo hakuna haja ya mimi kuendelea eti kujizubaisha, kujipotezea muda katika mambo hayo. Kwa hiyo naachana nayo. Kwa hiyo huo ujinga unatoka ndani yako. Mbona huyu anasema Kristo wa kweli alikuwa ni mweusi namna gani? Una play, unasikiliza. Mitume na manabii wa kweli walikuwa ni weusi kivipi? Taifa la weusi ndio taifa la Mungu kweli kivipi? Unasikiliza, alafu naona uthibitisho wa kimaandiko. Uthibitisho wa kimaandiko kabisa. Ni muda mchache, siku chache zimepita, kuna clip moja niliweka Facebook pale, nikaweka andiko la Ayubu 30 mstari wa 30. Ayubu sura 30 mstari wa 30, ambalo limeandikwa kwa uwazi kabisa kwamba Ayubu anasema, ngozi yangu ni nyeusi, nayo inanitoka kwa sababu ya hali. Maana yake nini? Yeye ni mtu wa jamii nyeusi, ngozi yake ni nyeusi, mifupa yake inatetemeka na ngozi yake inamtoka kwa sababu ya hali aliyoipata, kwa sababu ya mazingira ya ugonjwa ambao tunajua historia yake. Lakini kama Ayubu mwenyewe katika maandishi anasema ngozi yangu ni nyeusi, yani mimi ni mtu wa jamii nyeusi. Lakini picha za Ayubu, ukienda kwenye mtandao andika Ayubu ni mzungu, Waislamu watakucholea Ayubu Mwarabu. Ukienda kwa Musa ni mzungu, ana madevu mengi. Wa Kristo, Waislamu, Musa ni wakwao ni Mwarabu. Haya, njoo kwa Wakristo, Yesu Kristo ndiye mkombozi. Okay, sawa. Waislamu wenzetu mnamtambua huyu Yesu? Ndio tunamtambua, lakini sio kwa jina hilo. Kwanza anaitwa Isa, haitwi Yesu. Ni wa jamii gani? Ni Mwarabu. Sababu kama anaitwa Isa ni Mwarabu. Sasa unaanza kujiuliza, Yesu wa kweli sasa ni yupi? Ni wa jamii gani? Musa wa kweli ni yupi? Au wanasema ni Mwarabu au ni mzungu? Ibrahimu au ni Mwarabu au ni mzungu? Unakuja kukutana na ukweli huu, unasikiliza kwamba mitume na manabii wa kweli wote ni weusi. Unasikiliza na unaona uthibitisho wa maandiko kwamba ni watu wa jamii yako, ni mababu zako, ni historia yako ambayo unaiona kwenye hizo dini, lakini imeharibiwa. Unapofahamu hayo, moja kwa moja ule ujinga uliokuwa ndani yako unatoka, ule uongo ambao ni uchafu uliokuwa ndani yako unatoka, uelewa mbaya wa mambo unatoka, maarifa mabaya yanatoka, kweli unachukua nafasi ndani yako. Ulikuwa unajua hili, kumbe sio ukweli, unakwambia ni hili, na unathibitishiwa hilo, kwa uwazi kabisa. Unapopenya hayo, unaelewa hayo, uongo unaendelea kutoka nje, ukweli unachukua nafasi.
Ndio maana hatua ya pili nimesema ni kusafishwa, kutakasa, kuoshwa, yaani ndio kubatizwa kwenyewe. Kama mnataka kuelewa ndugu zangu, huko ndiko kubatizwa. Ubatizo wa Roho Mtakatifu ni ubatizo unaopatikana kwa njia ya kufunzwa. Ndiyo maana hata yule watasema ni Yohana Mbatizaji alisema kitu kimoja wakati anabatiza, kwamba kwenye ubatizo wao mara mbatiza Yesu nini, kuna kitu kilitokea pale. Anasema mbingu ilifunguka na sauti ikasikika. Ile sauti ilisemaje? Huyu ndiye mwanangu mpendwa, msikilizeni yeye, msikilizeni yeye. Maana yake kuna ujumbe ambao amewaletea, kuna mambo atakuja kuwafundisha, kuna mambo atakuja kuwafundisha. Na alipofika akaanza mafundisho, akaanza kuwafunza watu, watu wanasikia, wengine wanasema mambo hayo ni magumu kweli, unaotuambia ni magumu, kwa kweli sisi hatuwezi kuyafuata, au wanarudi wanaendelea. Ni watu ambao wanaweza kasikia ukweli huu, wanakuja wanasema inawezekana unachokisema ni kweli, lakini mimi unajua dini hii tangu wazazi wangu, nimezaliwa, wazazi wangu wenyewe wamezaliwa kwenye hii dini, nimezaliwa kwenye hii dini, leo wewe uje uniambie tu eti ni uongo. Vyovyote vile bwana, mimi nabaki na msimamo wangu katika dini ya wazee wangu. Ni sawa. Mimi siko hapo kukutisha kwamba sio utaenda kuungua moto sio nini, kwa sababu hata moto wenyewe kwanza haupo. Unaona? Ila tu unaenda katika kifo cha kiroho ndugu yangu. Ukibakia huko ni wewe kwa hiari yako, kwa uhuru wako. Unabaki huko, lakini ukiwa umesha kuwa na uelewa kwamba ni upo katika uongo, manake ujue unaenda katika kifo cha kiroho. Utafariki sawa, utazikwa, atakuimbia hizo nyimbo, lakini umekufa kiroho. Hakuna uzima wa milele unaopata katika dini. Hakuna ndugu yangu, hakuna. Utaelewa ni kwa nini. Matendo ya Mitume, Matendo ya Mitume sura yake ya 19. Sitasoma mistari yote, maana pointi yetu ipo kwenye mstari wa kwanza, wa pili, wa tatu, wa nne mpaka wa tano. Wewe ambaye una Biblia unaweza kusoma hiyo mistari mitano. Matendo ya Mitume 19 1 mpaka 5. Tusome kwa haraka kidogo, maana sio wote ambao wako na. Tusome kwa haraka kidogo kwa faida ya wale ambao hawana Biblia pengine. Matendo ya Mitume 19. Tusome kwa haraka kidogo. Dawa yetu pia unasonga zaidi. 19 kuanzia 1, Matendo ya Mitume. Mstari wa kwanza unaanza kusema hivi: ikawa Apolo alipokuwa Korinto mkato, Paulo mkato, akiisha kupita katika nchi za juu. Nchi za juu zipi? Tafsiri nyingine, akiisha pita katikati ya bara lipi hawasemi, maana ni mambo ambayo walichukua ya wase Afrika wakabadilisha nchi za juu. Walipopita katika nchi za juu, nchi gani hawataji. Tunarudi kwenye andiko tusome kama walivyoandika wao, sababu tunatumia maandiko ya kwao wenyewe. Akiisha kupita kati ya nchi za juu, akafika Efeso nukta mkato, akakutana na wanafunzi kadhaa huko. Alikuwa ni Paulo, na alikuwa upande mwingine katika kuhubiri Injili, na kuna upande mwingine ambao na Petro na akina Filipo walikuwa huko pia wanahubiri Injili upande mwingine. Sasa Paulo na wale alioandamana nao wametoka katika upande wao wakaenda upande ambao mitume wenzao pia walikuwepo wanahubiri huko. Sasa alipofika huko akakuta kuna wanafunzi wengi wameamini, wamekubali Injili, wapo huko. Mstari wa pili, akawauliza watu hao ambao wameamini na ambao Petro alikiri kwamba watu hawa tayari wameshapokea Roho Mtakatifu kama sisi. Baada ya kupokea mafundisho wameshapokea Roho Mtakatifu kama sisi. Paulo alipofika akakuta hilo kundi la watu, akawauliza. Mstari wa pili, akawauliza, je, mlipokea Roho Mtakatifu mlipoamini? Mmeamini sawa sawa. Akawauliza, je, mlipokea Roho Mtakatifu sasa mlipoamini, mlipokea ukweli na mlipokea Roho Mtakatifu? Wakamjibu akasemaje? Sikilizeni kwa makini jibu lao. Wakamjibu, la, hata kusikia kwamba kuna Roho Mtakatifu hatukusikia. Akasema, kumbe ukiamini ndio kibatizwa kuna kuaga Roho Mtakatifu? Hata kusikia hatujasikia. Mstari wa tatu,
Akawauliza, basi mlibatizwa kwa ubatizo gani? Ndugu zangu, hapa ndio kuna pointi na kuna jibu la swali letu ambalo ndio ujumbe wa leo, kwamba je, ubatizo wa maji ni halali? Na maandiko yote tumetoa ndani ya Biblia, ndugu zangu, sijasoma kitabu kingine pembeni. Akawauliza mstari wa 3, mlipata ubatizo wa namna gani? Maana walipomjibu kwamba hatujapokea Roho Mtakatifu, hata kusikia hatujawahi kusikia, akasema ubatizo gani huu watakuwa wamepokea wa ndugu hawa? Akawajui kuhusiana na Roho Mtakatifu. Mmepokea ubatizo upi ndugu zangu? Wakamjibu, ubatizo wa Yohana. Wakamjibu kama ni kwa ubatizo wa Yohana, tulibatizwa ubatizo wa Yohana. Paulo akasema ndio maana ndugu zangu, kusoma na kutafakari yale unayoyasoma na kuyaelewa ni jambo nzuri sana. Wako ndugu zetu wengi bado wamejaa kwenye hizo dini, na inawezekana ndugu yangu, dada yangu, kaka yangu, huko hapa ulikuwa unafikiri kwamba niko hapa kwa ajili ya kukupotosha, kukudanganya danganya, lakini nasoma maandiko ulionayo, na hata wewe unapofungua Biblia unasoma, inasomeka hivi. Paulo aliwauliza, mliamini ndugu zetu? Basi tunashukuru sana, ongeleni. Je, mlipokea Roho Mtakatifu mlipoamini? Wakasema Paulo, hata hatujawahi kusikia kama kuna Roho Mtakatifu. Sio kitu cha kawaida. Sasa mtu ukipokea ukweli na ukiamini ukweli na kuishi ule ukweli, unapokea Roho Mtakatifu. Sasa ndugu zangu, mlipokea ubatizo gani nyinyi kwani? Wakasema ni kwa ubatizo ule wa Yohana Mbatizaji. Wakasema mstari wa 4 anasema, Paulo akasema, Yohana alibatiza kwa ubatizo wa toba, akiwaambia watu wamwamini yeye atakaye kuja nyuma yake, yaani Yesu. Narudia tena, tunamalizia ndugu zangu, narudia tena. Paulo akawaambia wale wapendwa, Yohana alibatiza ubatizo wa toba. Alikuwa anawahimiza watu watubu kwa ajili ya kujiandaa kumpokea yule atakaye kuja nyuma yake, yaani Yesu. Na kuuliza wewe ambaye bado upo katika hizo dini, unayebatiza ubatizo wa maji, unabatiza watu ubatizo wa maji, na wewe unang'ang'ania kubatizwa ubatizo wa maji, Yesu amekuja au hajaja? Kama bado hajaja, unamsubiri, endelea kubatizwa ubatizo wa maji, endelea kubatiza watu ubatizo wa maji. Lakini kama kitabu unachokitumia kinakuthibitishia kwamba huyo ambaye Yohana Mbatizaji alikuwa anamwakilisha, anamhubiri, atakuja, alishakuja, na unaamini kwamba sio alikufa, sio atarudi, acha kupotosha watu. Na wewe ndugu yangu unayepotoshwa, acha kudanganywa. Huyu ni Paulo, mtume wa Yesu. Tena ukianza kusoma, Paulo anaitwa mtume mwaminifu wa Yesu. Anasema kwamba Yohana alibatiza watu batizo wa toba, alikuwa anawaandaa tu watu kumpokea Yesu. Mstari wa 5 anasema hivi, waliposikia haya wakabatizwa kwa jina la Bwana. Waliposikia Paulo anasema hivyo, wakasema tulikuwa hatujaelewa, sasa tukaelewa. Tumeelewa, wakabatizwa kwa jina la Bwana. Sasa Bwana yupi tena? Bwana yupi? Manake ndipo sasa walipokea ubatizo wa Roho Mtakatifu na kwa moto. Ndugu zangu, iweni na ufahamu, iweni na nguvu, iweni na ujasiri. Ikiwa umeamua kufuata mafundisho ya kweli, umeingia katika vita, umeingia katika mapambano na ndugu zako na jamii, wafanyakazi wenzio, waajiri wako, watu waliokuzunguka, kwa sababu dunia inaishi chini ya uongo, watu duniani wanaishi katika udanganyifu. Ndugu zangu, mimi na wewe tuna neema kubwa, tumechomolewa kutoka katika huo uongo. Na sasa ikiwa sisi tunapata neema ya kupenya haya maarifa na kuelewa haya maarifa, maana yake unaweza kumuonyesha ndugu yako mwingine ukweli huu. Unaweza kumuonyesha kaka yako, dada yako, ndugu yako mwingine kwamba ndugu yangu, tulidanganywa, tunazubaishwa, tunapotezewa muda. Hakuna mbingu ambayo hayo mafundisho ya kidini yanatupeleka, kwa sababu maandiko yako wazi. Mimi nasoma Biblia hapa ndugu zangu, sijagusa kitabu chochote nje ya Biblia. Sasa Paulo akasema ubatizo wa Yohana ulikuwa ni kwa ajili ya toba. Hamjapokea Roho Mtakatifu kwa sababu mbatizwa ubatizo wa kizamani ambao haupo, hauna kazi tena, hauhitajiki tena. Maana yake ni kwamba watu hao baada ya hapo walibatiza ubatizo wa Roho Mtakatifu na kwa moto. Bado haujapata jibu la
bado hujapata jibu la moja kwa moja. Inawezekana bado hujapenya, lakini tunaenda kumuuliza Kristo. Unasema kaka Hamisi, tunaendaje kumuuliza Kristo na Kristo tunajua bado hajarudi? Sasa atarudi si nini? Tunaenda kumuuliza Kristo kwa sababu matamshi aliyoyatamka yaliandikwa. Mitume aliyokuwa nao waliandika kila alichokitamka, ambacho tunaweza tukasema kwamba wengine wote wanaweza kukosea kuongea, lakini yeye akatupa usahihi, si ndio? Si ndio ndugu zangu? Kinachofanya mtu afikie kupokea Roho Mtakatifu ni kwa sababu ya ukweli. Ni neno la kweli, neno la muumba wa kweli, yaani mafundisho ya kweli ambayo msingi wake ni wa kiroho halisi. Hayo ndiyo mtu anapoyasikia yanaosha ufahamu wake, yanamtakasa na kumfanya kuwa safi. Yohana 17:17 unaweza ukasoma na mimi. Yohana sura ya 17 mstari wa 17, tuko mwisho kabisa ndugu zangu. Inasema hivi, Yohana 17:17 inasema hivi: uwatakase kwa ile kweli, nukta mkato, neno lako uwatakase kwa ile kweli, kumradhi, uwatakase kwa ile kweli, neno lako ndiyo kweli. Ni neno ndio ukweli ambao unatakasa watu. Watu wanaposikia neno la kweli, wanaposikia mafundisho ya kweli, hayo mafundisho ndio yanawasafisha watu na kuwafanya watu wawe safi. Yohana 15 mstari wa 3 nasema hivi, Yohana 15 mstari wa 3 inasema hivi: ninyi mmekwisha kuwa safi kwa sababu ya lile neno nililowaambia. Hapa ni Kristo alikuwa anaongea na wanafunzi wake. Sasa tazameni, na anaongea hivi, haya maneno hapa ni katika Yohana mwisho mistari yake mwisho, anaongea wakati wa kuwaaga. Yaani anaongea wakati anawaaga. Anawaaga wanafunzi wake. Anawaambia ninyi mmekuwa safi kwa sababu ya lile neno nililowaambia. Ni mafundisho yale niliyowapatia, kwa sababu alipata mitume. Kipindi chote ambacho mitume walikuwa wanazunguka na Kristo, wanaenda katika huduma huku na kule, wanazunguka naye huku na kule, kipindi hicho chote mitume hawakuwa na Roho Mtakatifu ndani yao. Hawakuwa na Roho Mtakatifu bado, lakini walikuwa wanaongozwa na Roho Mtakatifu. Walikuwa wanaongozwa na Roho Mtakatifu. Ndio maana wakati anaondoka aliwaambia msiende kwanza katika huduma, tulieni. Maana alikuwa anajua bado hawana Roho Mtakatifu ndani yao, kwa hawataenda kufanya huduma kwa usahihi. Hawana nguvu bado za kufanya huduma kwa uaminifu, kwa usahihi ambao unatakikana. Akamwambia tulieni, subirieni mpaka atakapokuja Roho Mtakatifu, atakapowashukieni juu yenu Roho Mtakatifu. Hapo ndipo mtakaponyanyuka na kutawanyika kuendelea sasa kuhubiri Injili. Hiyo ni kumaanisha kwamba kipindi chote ambacho Kristo alikuwa anaishi na wanafunzi wake, anazunguka kihuduma huku na huku na huku, anawafundisha mambo mengi, walikuwa bado hawajapokea Roho Mtakatifu. Ndio maana mwanzo nilianza kwa kusema kwamba kuna hatua kadhaa za mtu kupokea Roho Mtakatifu. Kwanza unaitika wito. Alikuwa akiwakuta, wewe ni mvuvi Petro, wewe ni mvuvi, okay, nifuate. Anaitika wito, anamfuata. Kitendo cha kumfuata ni kuingia katika njia, kwanza kufunzwa, sasa kwanza kusafishwa kwamba hili sio sawa, hili sio sawa, ili ushinde hili fanya hivi, hili ni hivi, hili ni hivi. Alafu baadaye kabisa, baadaye katika hatua ya tatu ambayo ni ya mwisho kabisa, anawaambia sasa nyinyi mmeshakuwa safi. Mmeshakuwa safi kwa sababu ya lile neno ambalo nimewaambia kipindi chote. Lakini bado pamoja na hivyo tulieni sasa mpaka atakapowajilia juu yenu Roho Mtakatifu. Manake mmefikia sasa usafi.
Ujinga umeshawatoka, uongo wote, aina zote za dhambi mmeshatolewa kabisa nje ya hayo. Sasa mko safi. Hapo ndipo Roho Mtakatifu sasa anaweza kuingia ndani yako baada ya kutakaswa kuwa safi, baada ya kupitia ubatizo wa Roho Mtakatifu na kwa moto. Kipindi chote tangu tumeanza saa 5 na dakika chache mpaka muda huu, ndugu zangu, ni ubatizo huu ambao tulikuwa tunaupitia wote. Haya ambayo ulikuwa unayasikiliza, huu ndio ubatizo. Na kadiri utakavyoendelea kufuatilia na kusikiliza mafundisho haya, ndivyo unavyoendelea katika kubatizwa, ndivyo unavyoendelea kujikita kuingia katika kutakaswa. Ndivyo ujinga, uongo na uchafu wote, mafundisho yote ya kidini na takataka zote vinaendelea kutoka ndani yako, na itafikia hatua sasa umeshakuwa safi. Roho Mtakatifu ndo anaingia ndani yako, na hakuna mtu atakayekuja kukwambia kwamba wewe una Roho Mtakatifu. Ni wewe utajua kwamba niko na Roho Mtakatifu. Yaani ni Roho Mtakatifu anajitambulisha ndani yako. Mimi ndugu yenu ambaye niko hapa, mwingine anaweza akasema labda kaka Hamisi anaongea hivyo, labda yeye tayari ana Roho Mtakatifu. Hapana. Kuna utofauti kati ya kuongozwa na Roho Mtakatifu na kuwa na Roho Mtakatifu. Kuzungumza haya ninayozungumza, ndugu zangu, sio rahisi kwa uwezo wako au kwa akili zako tu. Nyote mnaelewa. Kuzungumza ninayozungumza sio kwa akili yangu tu, kwamba nianze tu kuongea, hapana. Bali ni kwa sababu ya uongozi wake Roho Mtakatifu. Ni kwa sababu ni Roho Mtakatifu anayeniongoza. Ni Roho Mtakatifu kwa namna ya neno anayeniongoza. Na kadiri ambavyo tunasonga katika haya mafundisho, tutafikia wakati tutakuwa safi katika vipengele vyote, na Roho Mtakatifu atachukua kamili utu wetu, ataingia ndani yetu kikamilifu. Kwa hiyo nyote mmeona ndugu zangu kwamba hata mitume wa Kristo hawakuwa na Roho Mtakatifu, bali mwishoni kabisa mwa huduma yao ndo anawaambia tulieni hapa, mtakapopokea Roho Mtakatifu ndio muende. Na ameenda baada ya muda fulani, nyote mnajua, walishukiwa na Roho Mtakatifu, wakajazwa Roho Mtakatifu. Kila mmoja sasa akaingia katika mwelekeo kadiri Roho Mtakatifu aliye ndani yake alivyomuongoza. Ndio wakaanza huduma, wakafanya miujiza, wakafanya mambo makubwa ya ajabu ambayo tunayasoma leo. Hawakuwa tena na ushawishi, yani hakuna tena ushawishi wa dhambi ambao ungeweza kuwafanya watende dhambi. Tayari wako na Roho Mtakatifu. Na ukisema wewe una Roho Mtakatifu, ndugu yangu, alafu leo unaenda kuzini, ni nani anayezini? Nani anayezini? Nakuuliza ndugu yangu, kaka yangu, dada yangu, unanisikiliza. Dini zinasema hivi, wewe ukimwamini tu Kristo, yani ukikiri tu, ukikubali tu kwamba Yesu ndio Bwana na Mwokozi wa maisha yangu, si nini, ukimaliza hayo maneno pap, maana yake anayeishi tena hapo sio wewe, bali anaishi ni Kristo, yani Yesu ndani yako. Sasa ukisema wewe mkubali Yesu, umempokea Yesu, yuko ndani yako, alafu naenda unazini, alafu naenda unaiba, alafu naenda unatukana mtu, alafu naenda unadhulumu mtu, unafanya mambo machafu, unafanya dhambi kwa ujumla. Ni nani anayefanya hizo dhambi? Ni nani anayefanya hayo mambo? Sio wewe, ni yule aliye ndani yako, ambaye ni nani? Ni Yesu. Huyo uliyempokea ambaye yuko ndani yako. Sasa swali, huyo anaweza kuwa ni Kristo wa kweli? Awe ndani yako alafu eti anakuongoza kutenda dhambi, anakuongoza kuiba, kutukana, kuua, anaweza kawa ni Kristo wa kweli? Unasema umepokea Roho Mtakatifu, yuko ndani yako, alafu unaenda kuiba, unaenda kuzini, unaenda kutukana watu, unafanya unatoa kauli chafu kwenye vinywa vyako. Hivi kweli huyo Roho Mtakatifu aliyoko ndani yako ni mtakatifu kweli, au ni roho mtakafujo? Ni Roho Mtakatifu yupi huyo ambaye yuko ndani yako? Jibu la swali letu, ndugu zangu, limepatikana. Ubatizo wa maji ni halali? Jibu tumepata kwamba sio halali. Ulikuwa ni kipindi hicho cha Yohana Mbatizaji ili kuandaa watu kumpokea Kristo. Kristo atakapofika hatabatiza tena kwa maji, bali ubatizo atakaofanya ni ubatizo wa Roho Mtakatifu na moto. Ni kwa namna gani sasa ubatizo huu aliufanya? Ni kwa kuwafundisha watu. Ndio maana nilisema kile ambacho Yohana Mbatizaji mwenyewe alisema kwamba kuna mbingu ilifunguka, sauti ikasikika kwamba huyu ndiye mwanangu mpendwa, msikilizeni yeye. Wale ambao walimsikiliza wakati wa utume wake, katika mizunguko yake, katika mafundisho huku na huku, waliomsikiliza maneno aliyowaambia, hao ndio waliotakaswa na wakafikia kuwa safi, wakapokea Roho Mtakatifu. Kwa hiyo ndugu zangu,
acheni kuzubaishwa, acheni kudanganywa, acheni kuishi katika uoga. Ondokeni katika mafundisho ya dini zote katika dunia hii. Hakuna dini hata moja ambayo ipo kwa ajili ya kutuokoa. Dini zote zipo kwa ajili ya kutuangamiza na kutuongoza katika kifo cha kiroho. Mimi nilikuwa ni mfuasi mkubwa, tena sio tu mfuasi bali mtumishi katika hizo dini. Nimesema katikati ya mafundisho. Lakini leo niko nje ya hizo dini zote na ninayo furaha kutumika kuwafikishia ndugu zangu ukweli huu. Usiogopeshwe na ndugu zako ambao wanakwambia wewe ukiacha dini hii sio ndugu yetu. Ukibaki kuwa ndugu yao alafu ufe kifo cha kiroho, ina faida gani kwako? Na wakikukataa kwamba wewe sio ndugu yao, alafu kajitenga nao na ukafuata ukweli, na alafu ukafikia uzima wa milele, si ni faida kuliko kufungamana nao alafu uingie katika kifo cha kiroho? Sikwambii kwamba wachukie ndugu zako ambao hawakubali ukweli, sikwambii hivyo. Na ukweli hautuambii kwamba eti wale ndugu zetu ambao bado hawajakubali ukweli tuwachukie, wanaotushawishi kutuforce turudi kwenye hiyo dini tuwachukie. Ukweli hautuambii hivyo. Wanabaki ndugu zetu tu, lakini kila mtu ana hiari yake. Wakikuforce uende kwenye dini zao, wewe umeshapata ufahamu huu, kwa kweli waambie ni kwa sababu gani hautaki kwenda huko, na wape uhuru. Kama watapenda kujifunza ukweli, wajifunze ukweli, waishi katika ukweli ambao wewe unauishi sasa. Kwa hiyo tusiishi tena katika ile dhana ya kuogopeshwa. Ndugu zangu, nyote mmeona kwamba ubatizo wa maji hauna maana tena na haupo. Na tena katika somo hilo tumepenya mambo mengine mengi sana. Kwa hiyo wewe ambaye tayari ulikuwa unafahamu mambo haya, yanakurejeshea ufahamu wa namna gani utaendelea kuongea na ndugu zetu ambao bado wanaamini katika mambo hayo ambayo ni ya ujinga. Lakini wewe ambaye ulikuwa ufahamu sasa umepata ufahamu huu mzuri. Kwa hiyo ndugu zangu, ni hayo ambayo neno limeruhusu niweze kuyafikisha kwenu kwa siku ya leo. Kwa hiyo ikiwa una swali kulingana na haya ambayo tumeyapokea, utapandisha mkono wako na tutasikiliza wimbo kidogo, alafu tutarudi kwa ajili ya maswali na majibu. Asanteni sana ndugu zangu. Loba muumba pekee wa kweli anaendelea kujitukuza. Inawezekana umepata swali, Loba ni nani? Usisite kuuliza pia.